Okay, msikilizaji, tunamalizana na hii simulizi ya kwake Benja, na hii ni sehemu ya mwisho, na baada ya hapa kuna simulizi nzuri sana zinakusubiri, si kutoka kwa Chuchu tu bali kwa watunzi pia wengine. Lakini pia tunapokuja kumalizana na hii simulizi ya Benja, I say kuna story ambayo inafuatia ya Chuchu, naomba nikae kimya, tutakutana nayo wakati mwingine. Ni bonge moja la story, achana na kina Emily kina nani, achana nao hao. Bonge moja story baba, bonge moja story mama. Tunasonga mbele kumalizana na huyo Benja. Benja tulipachana naye kwa mara ya mwisho, tuliona kwamba ni ameugua of course, na ameanza kutapika damu, lakini alikuja kumpigia mtu simu ambaye kwake aliona ni msaada. Ni nani huyo? Langu jina Lucas Lumba, simtarashaji ni Chuchu. Benja anasema ya kwamba Pamela aliingia ndani kwangu akiwa na hema sana. Aliponiona pale pembeni ya ile ndoo yenye damu alipanic. Pamela akasema ya kwamba Beni, tunaenda hospitali. Ndio maneno ya kwanza alioniambia. Hakuna salamu, hakuna chochote. Alisogea na kupekua begi langu na kutoa nguo, kisha akaniinua na kunipa nguo nivae. Nilipomwambia anipishe nivae, Pamela alicheka. Pamela akasema sio kwamba si ujui mwili wako Beni. Hebu naomba uvae haraka tuende, sawa? Au unataka nikuvalishe mwenyewe? Alinitishia hivyo. Nilitabasamu tu na kutikisa kichwa changu, kisha nikaegemea ukuta na kuvaa nguo zangu. Wakati namalizia kuvaa, Pamela alienda kumwaga zile damu na kuosha ndoo, kisha kairudisha. Pamela akasema sasa piga mswaki, na ukishamaliza kupiga mswaki unawe uso, nikupake mafuta alafu tuondoke. Aliniambia huku sasa kinikabidhi mswaki. Nilifanya hivyo. Na baada ya dakika chache tulikuwa kwenye bajaji tukielekea hospitali. Kwa hali niliyokuwa nayo, nilidhani ningelazwa, lakini haikuwa hivyo. Kwanza nikaambiwa nina malaria, na pili nina vidonda vya tumbo. Kuna sindano walinichoma pale, kisha wakanipa rundo la dawa za kutumia, huku akiniambia nirudi kwa vipimo baada ya kumaliza dawa. Maelezo hayo marefu yaliambatana na orodha ndefu ya vyakula ambavyo sitakiwi kula. Basi Pamela aliniuliza wakati sasa tukiwa njiani tunarudi nyumbani, akaniuliza kwamba kwa nini hauli Beni. Nikajitetea nikasema ya kwamba amna, ni kazi tu ndo ambazo zinakuwa zinanibana, alafu kumbuka na kwa mwenyewe. Nijitetea hivyo. Pamela ilalamika. Akasema hiyo sio sababu, unaweza kula mgawani. Yaani kweli mpaka unafikia ni kutapika damu, haukujua kwamba unaumwa? Nikamwambia ni tumbo tu liko linanisumbua, lakini nilijua ni kitu cha kawaida tu. Pamela akasema wewe Beni wewe, hivyo nataka uniache mwenyewe kwenye dunia. Kwa nini lakini? Ailalamika huku akiangalia nje. Mimi nilitulia tu kwa sababu sikuwa na la kusema. Tulipopita karibu na soko, Pamela alishuka na kuniambia nitangulie nyumbani, yeye anakuja. Nilipofika nyumbani nilienda kujitupa kwenye godoro moja kwa moja. Haikuchukua muda kwa Pamela kufika akiwa na mifuko miwili iliyojaa. Basi akaniuliza pale, unajisikiaje? Hainiuliza huku sasa akisogea kushika paji la uso wangu kama kuangalia na homa. Huku sasa nikifunga macho yangu, nilimwambia kwamba mimi najisikia ovyo tu. Pamela akasema ngoja na kuchemshia supu ule upate nguvu. Ile chai ulio kunywa na mandazi sio kitu. Aliniambia sasa akitoa nyama na kuanza kuosha kisha kaibandika. Baada ya kubandika nyama, alitoa ndizi na viazi akaanza kumenya. Nilikuwa nimelala tu nikimtizama. Pamela alikuwa amependeza. Ni kama vile kuna mahali alikuwa anaenda kabla sijampigia. Nijikuta nimeshindwa kujizuia kuuliza swali langu, nikasema ya kwamba mbona umependeza hivyo? Pamela aliacha tabasamu kabla ya kunijibu. Kuna mtu tu nilikuwa nampelekea mzigo wake, lakini imebidi nairishe tu. Alafu hata nimesahau kumpigia simu kwa jinsi ulivyonichanganya. Alisema huku sasa akiweka kisu chini na kunawa mikono yake. Bila shaka ni ili ampigie huyo mtu, lakini wakati huo simu yake ikaita. Basi
Alipokea akasema kwamba ndio huyo anapiga. Fundi, naomba nisamehe, nimepata dharura. Nimepata mgonjwa, yani hapa ndo natoka hospitali. Okay. Basi vipi, tunaweza tukafanya kesho labda? Kabisa. Sawa, wewe unaweza kuongeza tu hivyo vingi. Maua yote bado hapo? Basi naomba nitumie picha tu, alafu nitaongeza kwenye mzigo wako. Okay fundi. Sawa, asante sana. Hapana, kesho asubuhi mimi ndo nitakuwa kwanza hapo ofisini kwako, kwa hiyo usijali. Sawa, asante sana kwa kunielewa. Alisema hivyo, akacheka kidogo, ndipo akakata simu. Msikilizaji, wakati wote huo mimi nimekaa na shangaa tu. Sielewi hicho kinachoendelea mbele ya macho yangu. Lakini sikutaka kuuliza. Namjua Pamela ataniambia mwenyewe tu. Haiwezeki kukaa na kitu moyoni bila kuniambia. Kwa hiyo nikabakia kimya na kujifanya nimelala. Kuigiza hatimaye kukawa kweli, kwa sababu usingizi ulinipitia. Nikaja kuamshwa na Pamela akinipatia bakuli kubwa la supu yenye viazi na ndizi. Basi kwa upole sana Pamela akaniambia, kaa ule Benili umeze dawa. Alipohakikisha nimekaa vizuri na bakuli langu, alirudi kwenda kupika. Basi nikasema kwamba bakuli lako liko wapi? Unajua mimi sipendi kula mwenyewe. Pamela alicheka akasema kwamba wewe ndo mgonjwa, afu mimi nimekuandalia wewe. Wewe kula tu, siwaze bwana. Hii pilau unaofunika hapa ndo tutakula wote. Nikamwambia si nimetoka kuambiwa nisile pilau. Pamela akasema umeambiwa usitumie viungo vya pilau. Na mimi sijatumia kabisa, wala sijaweka nyanya. Unajua ujuzi ni mwingi, kwa hiyo tulia hapo nikuandalie kitu fry. Alisema kwa kutabasamu. Nilimwambia kwamba yafanya haraka basi uje tule wote. Siwezi kula mwenyewe. Pamela akasema kwamba Beni, hebu kula basi. Hiyo supu itapoa, alafu haitakuwa na maana tena. Nikamwambia na siwezi kula mwenyewe. Basi Pamela alalamika akasema, Beni, usiwe hivyo basi jamani, nakuomba. Nikamwambia basi njoo nikulisha angalau kidogo nafsi yangu iridhike. Baada ya kumwambia Pamela alicheka, lakini alisogea pembeni yangu. Basi nilimlisha kwanza kipande cha kiazi ambacho kwa bahati mbaya bado kilikuwa cha moto. Unajua tena kiazi kikitoka motoni, yani kinachelewa kupoa kidogo Pamela alianza kuhangaika na kile kiazi mdomoni maskini. Nilimwambia fungua mdomo. Akafungua. Alipofungua tu nilianza kumpuliza taratibu hadi kile kiazi kikapoa, ndipo akaendelea kutafuna na kumeza. Nilisema kwamba njoo, unaenda wapi? Nilisema nikiudaka mkono wake alipotaka kuondoka. Pamela alicheka akasema, Beni, si nimeshakula kama ulivyotaka. Nikamwambia umekula kiasi tu, bado ndizi na nyama na supu. Pamela alicheka akasema basi acha nikae kabisa. Alisema sasa kaa mbele yangu ili niweze kumlisha vizuri. Basi nilimwambia kwamba sasa hivi nitapauza kabisa ili usungue. Nilimwambia sasa nikipuliza kipande cha ndizi hadi kilipopoa, kisha nikamlisha, alafu nikamnyosha supu na kubaki nikimtazama akila. Pamela aliniuliza kwamba mbona wewe hauli sasa unanilisha mimi tu? Basi nichota kijiko cha chakula na kuweka mdomoni ili afurahi. Nilimwambia okay, kwa sasa ni nyama, ngoja nitafute, najua napenda utumbo. Nilimwambia sasa nikitafuta kwenye bakuli. Pamela akauliza kwamba hivi Beni, unajua hiyo supu inapoa? Nikasema ndo ule haraka sasa unipishe ili nile kwa amani. Nilimwambia sasa nikimlisha utumbo. Pamela akasema asante sana, haya naomba ule sasa. Na kama ukihitaji nyongezo niambie, bado kuna supu nyingine. Aliniambia na kurudi kwenye zoezi lake la kupika. Wakati Pamela anapika, Brianna alinipigia. Sijui kwa nini, lakini niliona ugumu kupokea simu yake mbele ya Pamela. Hivyo nikaacha ite tu. Ilipokata, Brianna alinitumia ujumbe kuuliza naendeleaje, huku akilalamika kubanwa na ratiba yake ya siku na kuwa hataweza kuja kuniona. Nilimweleza majibu ya hospitali na nikamwambia asiwaze sana, nimeshakula pamoja na kumeza dawa, kwa hiyo nikipumzika vizuri basi nitakuwa vizuri.
Basi alinipatia pole na kuniambia nihakikishe nakula, kisha kaniaga kuwa anaingia kwenye mtihani mwingine. Nilishusha simu yangu na kumtazama Pamela ambaye alishafunika hiyo pilau na kuanza kukata kabichi. Wakati huu nilijikuta nikimkumbuka Pablo. Kama angekuwa hapa, angeshamsumbua mama yake ampe nyama. Mara amwambie ambebeni fujo tu, ni hataki kumuona mama yake akiwa amekaa kwa amani. Pamela alipokea simu nyingine na akawa anatoa maelekezo kama yale ya mwanzo. Siji kwamba maua yapo mengi nini, mara sija atamtumia baadaye, sija anamhudumia mgonjwa, mara kesho ndo atakuwa na nafasi. Nilitamani sana kujua kitu gani kinaendelea, lakini nilijizuia. Nilitaka Pamela aniambie mwenyewe akiona yuko tayari. Na upande mwingine nilipata wasiwasi kwa sababu nilihisi hatimaye Hussein ametimiza ahadi yake ya kumpa mtaji. Hilo jambo lilinisumbua sana. Afu mimi sikutaka kabisa kuharibu ule wakati mzuri tuliokuwa nao. Hivyo niliamua kubaki kimya na kuanza kuperuzi mtandaoni. Pamela alikaa na mimi ile siku hadi jioni. Alihakikisha nimekula, nimeshiba, nimemeza dawa na akafanya usafi na kuosha vyombo vyote. Mpaka wakati anaondoka, nilikuwa nafuu, yani na nafuu kubwa sana ukilinganisha na nilivyoamka asubuhi. Usiku niliongea na Brianna ambaye ilalamika kuhusu bize wake wa wiki hiyo, huku akiniahidi kuja kuniona wakati wote atakapopata nafasi. Mzee Tambwe alinitumia hela. Baada ya mimi kumwambia majibu ya hospitali, alituma hela na kuniambia nipumzike wiki yote hiyo, alafu kuanzia wiki ijayo tutaangalia ninavyojisikia. Mrs. Tambwe naye alipiga kunijulia hali, hadi Bryson alinitafuta. Ilikuwa ni siku aina yake kwa kweli. Asubuhi niliamshwa na mtu akigonga mlangoni kwangu. Nilipofungua, Pamela aliingia akiwa na mfuko. Basi alipoingia tu akaniuliza kwamba unaendeleaje? Nikamwambia naendelea vizuri, asante sana, mbona mapema hivi? Nimekuletea chai kwa sababu najua unaumwa na hauwezi kwenda huko nje. Hapa kuna chai, kuna vitafuno na chakula kidogo. Hiki kitakusukuma mpaka nikitoka kwenye mizunguko yangu nije kupika. Unajua utaki kukaa na njaa. Hainiambia huku akianza kutoa vitu vilivyokuwa kwenye ule mfuko na kuanza kuvipanga kwenye meza ndogo niliyokuwa nayo. Nilimwambia kwamba Pamela, unajua sitaki kukusumbua hivi. Beni, usonge kitu. Wewe kula ushibe, mtoto wetu anakuhitaji. Kwa hiyo inabidi upone. Kula ushibe na umeze dawa, sawa? Mimi siwezi kukaa sana, so baadaye. Alisema na kunikumbatia kisha akatoka. Nilibaki pale ndani kitabasamu tu. Nilitoka na kwenda kuoga kisha nikanywa chai na kumeza dawa. Zile dawa zilikuwa zinanichosha sana. Kwa hiyo mimi kupata usingizi ilikuwa ni kitu kirahisi sana. Nilikuja kuamshwa tena na Pamela ambaye alikuwa ametoka kwenye mizunguko yake akiwa na mfuko uliojaa vitu. Baada tu ya kunijulia hali, alianza zoezi la kupika chakula. Baada ya chakula kuiva alipakua tukala. Nilimwambia kwamba chakula kitamu sana. Una hakika hujaweka nyanya kweli? Pamela itabasamu akasema sijaweka. Kwani ukipika samaki lazima weke nyanya jamani, Sijui hata kwa nini nakuuliza wakati hata mtu mwenyewe hujui kupika chochote zaidi ya ugali. Pamela alisema hivyo huku akicheka. Nikasema kwamba muone, najua kupika bana. Ngoja nikipona nitakupikia siku moja. Wapi? Wewe huyo. Miaka yote mitatu hata hujawahi kupika, leo ndio upike? Hamna kitu hapo. Sawa, mimi nitakushangaza nakwambia. Nilimwambia kunikitabasamu. Pamela aliendelea kunitania tu huku akinawisha mikono. Kisha akanisimamia nikameza dawa, ndipo akaanza kuosha vyombo. Wakati namaliza kuosha vyombo, mlango uligongwa kisha ukafunguliwa. Brianna aliingia akiwa amebeba mfuko huku sasa uso wake ukiwa na tabasamu kubwa. Brianna alisema kwamba baby I miss. Maneno yake yaliishia hapo. Baada ya yeye kumwona Pamela, Brianna alijaa hasira na kunigeukia. Akauliza kwamba huu ni nani Beni? Aliniuliza lakini sikuweza kusema lolote. Sasa Pamela huku akichukua mkoba wake akasema kwamba Beni, acha mimi niende sasa, naona umeshapata kampani. Yani unataka kwenda wapi? Na unafanya nini kwenye chumba cha mwanaume wangu? Brianna aliuliza kwa ukali huku akisimama mbele ya Pamela kumzuia asipite. Hebu naomba unipishe, sawa? Nilikuwa namtunza baba mwanangu. Tofauti na wewe, huyu akifa mwanangu atakuwa yatima. Kwa naomba ujiheshimu binti. Usiniingize kwenye upuzi wenu, umesikia? Pamela alimwambia kwa hasira. Brianna alibaki mdomo wazi. Kwa hiyo wewe ndio Pamela Yule malaya asiyeweza kutuliza miguu yake, si ndio? Brianna alisema kwa dharau huku akimtazama kuanzia juu mpaka chini. Brianna,
hebu naomba uache ujinga, umesikia? Nilisema kwa ukali sasa nikienda na kumtoa mbele ya Pamela. Pamela alinitizama kwa muda, kisha akatoka bila kusema neno lolote. Naomba niache. Mimi nimehangaika kuja kwako badala ya kusoma ili tu nikujulia hali, kumbe uko na huyo malaya. Brianna, naomba usimuite hivyo, umesikia? Siwezi kukutazama ukimtukana Pamela. Kwa hiyo sasa hivi yani amekuwa mwema, si ndio? Brianna, sina nguvu ya kugombana sivyo, umesikia? Pamela amekuja tu kunisaidia. Jana amenipeleka hospitali na hakikisha nimekula na nimemeza dawa. Na leo amefanya hivyo. Hakuna chochote kinachoendelea baina yetu bwana. Hata iweje Pamela tabaki kuwa kwenye maisha yangu hata kama rafiki wa mbali kama alivyo sasa hivi. Nilimwambia hivyo nikijitahidi sasa kurudi ukaa kwenye godoro. Beni, mimi bwana mimi sitaki mwanamke mwingine kuja kukupikia. Alafu nini kitafuata baada ya hapo? Bwana mimi sipendi. Nidhani tumeshavuka mambo. Na sasa tunaaminiana. Mimi najua na nakuamini kabisa, lakini mimi bwana mwanamke wako hapana. Mimi ndo simwamini, mimi sijapenda kabisa. Sawa, basi nitafuta namna nyingine ya kuishi hii wiki. Bwana usiwaze, mimi nitakisha tu napata chakula hii wiki kuanzia asubuhi hadi jioni. Unajua hivyo itakuwa ni usumbufu, na sasa hivi nimepewa orodha ya vyakula ambavyo sitaki kula na vitu ambavyo sitaki kutumia kama nyanya na vitu vya kiwandani. Na unajua migahawa mingi inatumia hivyo vitu. Bwana mimi haina shida bwana. Wewe utaniambia tu vitu ambavyo utakiwi kutumia na mimi nitahakikisha unapata chakula. Okay, hilo limepita. Niambie vipi? Mitani inaendaje? Inaendelea vizuri tu. Leo nilikuwa na mtihani mmoja asubuhi, kwa hiyo nikaona nije tu kuona mchana huu. Na nimekuletea chakula lakini sasa hautaweza kula kwa sababu kuna nyanya. Hakuna shida mpenzi. Nimeshakula na nimeshiba. Nilimwambia hivyo Brianna na kuona kasirika zaidi. Hivyo nikaamua kubadili mada. Kwa hiyo nani anakupeleka chuo hiki? Msetambo mwenyewe. Sasa hivi yani wamegaana. Mama anaenda na Bryson na mimi naondoka na baba. Kwa hiyo nafikaga chuo mapema. Utadhani mfanye usafi. Pole wiki ijayo tu hapo nitarudi kazini na kuhakikisha unaenda chuo kwa wakati mwafaka. Nilimwambia hivyo na kumbusu, alitabasamu na kutulia kifani kwangu. So tulipiga story hadi muda uliposogea ambapo Brianna alihitaji kuondoka. Tuliagana kwa sasa kinaahidi kuhusu swala zima la chakula hata atahangaikia yeye. Mimi sikutaka kubishana naye kabisa. Kama nilivyosema, nimechagua amani, hivyo nikubali tu. Asubuhi Pamela hakuja mapema kama jana yake. Nilipomfungulia mlango alikuwa na mfuko, akaniuliza kwamba vipi unaendeleaje. Aliniuliza kama vile hakuna shida yoyote iliyotokea jana. Ilinikera sana kwamba nile swala halijamsumbua hata kidogo. Naendelea vizuri. Pamela, kuhusu jana hayo ni usubeni. Mimi niko hapa kwa sababu wewe ni baba yake Pablo, na kama ukifa mwanangu atoka nielewe. Sija kutuma mimi ukatoke na watoto wadogo wasiojiheshimu. Au ni maamuzi yako. Kwa hiyo mimi nitafanya wajibu wangu na kuendelea na maisha yangu. Alisema na kunipita, akaenda kuweka vitu mezani. Nimekuletea chai, ule na umeze dawa. Alisema hivyo. Wakati sasa nikiwa natafuta maneno sahihi ya kumwambia Pamela, Brianna naye aliingia mlangoni akiwa amebeba mfuko. Brianna alipomwona Pamela alitaka kwenda kumrukia, lakini nilimshika. Brianna kwa hasira akasema kwamba weka haba. Sitaki kuona hapa tena, sitaki kuona karibu na Beni. Kama ni chakula mimi nitakuwa naleta mwenyewe. Sitaki, yani narudia tena, sitaki kuona karibu na Beni. Benja, unaona sasa? Hiki ndio kitu ambacho nilikuwa nasema. Hata hivyo nilikuja pia kukuambia niko vizuri kumchukua Pablo sasa. Kwa hiyo fikiria kila kitu alafu utaniambia kwenye swala la nauli, mimi nitachangia. Pamela alisema na kumsogelea Brianna ambaye nilikuwa nimemshika mikononi mwangu. Asante sana kwa kunipunguzia majukumu. Hakikisha tu asife kwa sababu mwanae hatakuelewa kabisa. Muwe na siku njema. Aliposema hivyo akatoka. Yaani alikuwa kawaida tu. Hakuwa na hasira wala kupigana au kulia kama Brianna. Hicho kitu kilinifanya nikajisikia vibaya sana kuliko nilivyotegemea. Baada ya Pamela kuondoka, Brianna aliniachia na kusogea pembeni. Basi kwa hasira akauliza kwamba kwa hiyo haukumwambia? Yaani Pamela ndo alikuwa amefika tu na wewe ndo kaingia, hivyo hata sikuwa nimepata nafasi ya kumwambia hilo. Anyway, mimi sitaki kumwona hapa tena. Mimi nimekuletea kifungua kinywa
na nimekuja na dereva wa huo mgawa, atakuwa anakuletea chakula mara 4 kwa siku. Nimewapa orodha ya vitu vyote ambavyo hutakiwi kula na watakuwa wanakuandalia chakula special, umesikia? Menu yao ni hapa. Kwa hiyo akileta chakula kimoja unaweza kumpa oda ya chakula kingine. Anyway, asante. Sawa, mimi siwezi kukaa sana. Nahitaji kwenda kujiandaa na mchana wangu wa mchana. Nitaka tu kuhakikisha kwamba umepata kifungua kinywa na huyu dereva amepafahamu hapa. Basi acha niende tuwasiliana, alisema na geuka tayari kuondoka. Niliudaka mkono wake na kumzuia asitoke. Nikamwambia kwamba sipendi kukuona ukiwa na huzuni kwa sababu yangu, Bri. Nilimwambia sasa nikimwangalia macho yake mazuri makubwa yaliyojaa machozi. Nilimfuta machozi yake na kumbusu. Nilimwambia kwamba take care na kutakia mitihani mema. Nilimwambia na kumwachia pale alipoachia tabasamu kubwa, kisha kaniaga na kutoka. Nilijiuliza kwamba unafanya nini Beni? Unafanya nini? Nijiuliza hivyo huku sasa nikijitupa kwenye godoro langu baada ya kufunga mlango. Ni kama vile najidumbukiza mwenyewe kwenye tanuru la moto. Na ninajua matokeo yake ni kuungua, lakini mimi siko tayari kuacha, au labda ni kwa sababu sielewi ninachokisikia. Baada ya kula na kumeza dawa, nirudi kulala. Nadhani kwenye hizi dawa kuna moja ya usingizi. Maana nilikuja kuamshwa na huyo jamaa anileta chakula. Kwa kweli Briana hakuwa anatania kwenye swala zima la chakula, kwa sababu huyo jamaa alileta chakula mara 4 kwa siku. Nilitakiwa kula mara 4 ndani ya siku moja. Na chakula chao kilikuwa ni kizuri sana. Kwa hili Briana anachukua kombe la ushindi. Baada ya kula chakula cha usiku, niliamua kumpigia Pamela kwa sababu maneno yake asubuhi bado yalikuwa kichwani kwangu. Baada ya Pamela kupokea simu, aliniuliza kwamba hai Beni, unaendeleaje? Nilimwambia naendelea vizuri kabisa, dawa zinasaidia Pamela. Pamela akasema okay, vizuri, niambie. Nikasema kuhusu asubuhi, samani sana. Nilisema kwa sasa nikijisikia vibaya. Pamela akanijibu ya kwamba hilo limeshapita Beni, kuwa na amani. Kuna kitu kingine ulichohitaji kuniambia? Nikamwambia yes, ni kuhusu swala la Pablo. Ni kama vile sikukuelewa vizuri ile asubuhi. Baada ya kusema hivyo, Pamela akanijibu ya kwamba si uliniambia nikikaa vizuri nikueleza ili umlete Pablo. Sasa niko tayari kumpokea, ninaweza kumpokea na kumlea kwa sasa. Pamela alivyosema hivyo, niliuliza ili nielewe ya kwamba unamaanisha una chanzo cha mapato? Pamela akasema ndio, nina chanzo kizuri tu cha mapato, kwa hiyo naweza kabisa kumtunza Pablo, na unajua kabisa mwezi ujao anafikisha miaka 3. Mwezi wa kwanza hapo anatakiwa aanze shule. Pamela alisema hivyo na kunifanya niwaze jinsi siku zinavyokimbia. Nilimwambia kwamba siku zinakimbia kweli kweli, sawa, nitafanya mpango ili aweze kurudi. Nilimwambia sasa nikiendelea kuwaza. Pamela akasema kwamba asante na kuhusu nauli tutachanga tu wote. Sitaki ubebe huo mzigo wote mwenyewe tena. Lakini kwa sasa pumzika kwanza, ukishapata nafuu na kurudi kazini ndipo tutashughulikia ile. Nikamjibu sawa, asante sana Pamela kwa kila kitu. Pamela akasema usiwaze Beni, una usiku mwema. Aliniaga kisha kakata simu. Aliniacha na mawazo kweli kweli. Nijikuta nikijiuliza kama niko tayari kumwachia mwanangu akalelewe na pesa za mwanaume mwingine. Kuwaza tu hivyo ilikuwa inanipa ukakasi. Nikisharudi kazini itabidi tukae vizuri na kuzungumza kuhusu ile. Sasa mpaka ile wiki ilipoisha nilikuwa na nafuu kubwa. Mzigo wa dawa ulikuwa umepungua, hivyo nilikuwa tayari kabisa kurudi kazini. Jumatatu asubuhi niliwahi kazini kama ilivyo kawaida yangu. Nilipofika tu dada wa kazi alinikaribisha sebuleni na kunihudumia kifungua kinywa. Yule dada aliniambia kwamba mama amesema nihakikishe unakula kila ninapokuona. Nikasema okay, asante sana. Nilimshukuru na kunywa chai haraka, kisha nikaenda nje kufuta magari tayari kwa harakati za siku. Wa kwanza kutoka alikuwa ni Mzee Tambwe, ambaye alifurahi kuniona, akanijulia hali na kuniuliza kama nimeshakula, kisha kaniaga na kuelekea kazini. Baada ya muda kidogo akatoka mke wake, ambaye naye maswali yake hayakutofautiana na mume wake, lakini kwa leo alikuwa anaondoka na Bryson ili niweze kumwaisha Briana kwenye mtihani wake. Wa mwisho kabisa kutoka alikuwa ni Briana. Aliponiona aliacha tabasamu kubwa. Nina hakika kama mlinzi asingekuwepo, angekimbia kuja kunikumbatia. Tukiwa njiani, Briana alikuwa ananisimulia story za kila kitu kilichotokea wiki hiyo.
Yaani alikuwa na furaha sana. Tulipofika chuo alinishushia mabusu, tena busu zito sana, na kuniomba nisiende mbali kwa sababu ana mtihani mmoja tu siku hiyo. Nilimwahidi kumsubiri na kumwambia mahali ambapo atanikuta akimaliza mtihani wake. Nilipaki gari sehemu ya kivuli na kulala. Bado dawa zilinchosha sana. Nilikuja kuamshwa na Bree alipotoka kwenye mtihani wake. Bree akasema kwamba umelala, hadi nikaanza kuhisi umezimia kwa sababu nimekuita sana. Alisema hivyo huku akiingia na ukaa siti ya mbele. Basi nimwambia kwamba naona ndawa tu ndo zinanichosha sana, yaani mwili umechoka tu. Nilimwambia hivyo Brianna huku nikifunga mkanda na kuwasha gari tayari kwa safari. Basi Brianna alisema kwamba pole sana na natamani umalize hizi dawa haraka. Nikamwambia kila kitu kinachukua muda Bree. Nilimwambia kusasa macho yangu yakiwa barabarani. Haya. So nimeoza twende tukapate chakula kwa sababu mchana ndo umeingia, hivyo twende mahali tukafurahie maisha. Unajua hadi nimalize mitihani hauna mtu mwingine wa kumwendesha zaidi yangu. Kwa hiyo nadhani tuitumie hii wiki vizuri. Siwezi kukupinga kupata nafasi ya kuwa na wewe Brianna, nielekeze tu. Mimi nafuata mwongozo wote unaonipatia leo. Nilimwambia na kumuona akiacha tabasamu kubwa sana. Brianna aliniambia jina la huo mgawa kisha tukaelekea huko. Tulikuwa na siku nzuri sana. Tulikula, tukalishana, tukacheka kisha tukaenda ufukweni. Nikamnunulia ice cream aliyotaka na kumtazama akila na kunirengeshea. Ilikuwa ni siku ambayo tulisahau kabisa kama tuna shida zetu nyingi. Unajua natamani kitu gani? Nimuuliza Brianna. Ilikuwa ni jioni, tunatembea peko ufukweni tukielekea kwenye gari huku nikiwa nimeshika mkono wake. Brianna kwa uchangamfu akasema, niambie. Natamani hapa tunavotoka hivi tungekuwa tunaenda nyumba moja. Ulale mikononi mwangu. Asubuhi nikifungua macho yangu uwe wa kwanza kumwona, yani mimi niwe wa kwanza kukuona. Au wewe uwe wa kwanza kuniona mimi. Natamani zaidi ya hapa Brianna. Na nielewa hicho ni kitu ambacho hakiwezekani, na hii ndio sababu ninaogopa sana. Ninaogopa, yani tasijini semeja. Ninakuzoea sana. Beni, unajua hiyo ni ndoto yangu kuja kuwa mke wako siku moja. Unajua kuna wakati mimi natamani hata nisingekuwa na wazazi wa koloni hivi. Unajua nishajaribu kuambia nihamie hostel lakini walikataa. Na kwa sasa sijui hata cha kufanya tena Beni. Mimi natamani hata tungepata muda zaidi na kuwa pamoja. Lakini hakuna shida. Wewe maliza kusoma. Mimi nipo tu Bree, sawa? Siendi popote. Nilimwambia Brianna kwa wiki yote hiyo msikilizaji, tujitahidi kutoka kila siku tuliyopata nafasi. Hadi ilipofika Jumamosi ambayo familia ya Tambwe walikuwa na harusi ya kuhudhuria. Hivyo mimi na Brianna hatukuweza kuonana siku hiyo. Lakini kwenye mida ya jioni, Pamela aliniomba tuonane ili tuweze kuongea vizuri kuhusu swala la Pablo. Nilienda hadi kwake kwa ajili ya hayo maongezi ambapo alinipokea kwa uchangamfu sana. Nilikaribishwa ndani. Nilipoingia tu nilianza kushangaa. Pamela amebadilisha nyumba nzima, kuanzia kitanda, jiko, sofa. Sasa hivi ana kabati na sabufa. Nijikuta nikifurahi na kukasirika kwa wakati mmoja. Pamela alinikaribisha. Akasema ngoja nikupakulie. Basi nikaa kwenye sofa huku nikishangaa sana. Kichwani kwangu nilikuwa najiuliza maswali mengi sana yasiyo na majibu. Lakini baada ya kuona hivi vitu vyote ambavyo amenunua kwa pesa ya mwanamume mwingine, siwezi kumruhusu mwanangu aje hapa. Labda kama nitakuwa marehemu. Na hata nikiwa marehemu, nitatoka kwenye ile kaburi kuja kuzuia huu upuzi. Nilikaa na kumsikiliza ili kumtia moyo, lakini kichwani kwangu nilishafanya maamuzi na nimemaliza. Pamela alinipakulia chakula na juisi, kisha tukakaa kula huku tukipiga stori za maisha. Tulipomaliza ndio maongezi yakaanza sasa. Beni, kama unavyoona nimejitahidi kubadilisha mazingira kwa ajili ya Pablo. Nataka mwanangu akija aishi vizuri angalau kidogo. Kwa hiyo lini sasa tasafiri ili niandae nauli? Mwanangu haendi popote. Beni,
Unaonyesha nini sasa wakati tulishaongea na kukubaliana na ukaniahidi nikikaa vizuri kiuchumi utamrudisha mwanangu? Sasa mbona sikuelewi? Nimesema mwanangu atabaki kwa bibi yake. Mimi siwezi kuruhusu mwanangu aje kutunzwa na pesa za mwanaume mwingine. Hicho kitu sahau Pamela. Mwanaume? Pesa ipi ya mwanaume? Kwanza mwanaume gani? Kwa hiyo ghafla tu umemsahau mpenzi wako Hussein, si ndio? Au ghafla amegeuka mwanamke? Nakumbuka kabisa mlivyoahidiana kupeana mtaji. Na ninaona mmeshapeana. Alafu nataka mwanangu aje atunzwe na hizo pesa. Sitaki. Acha baki kule kule. Nikitulia nitamchukua nimlee mwenyewe. Hivi Beni, hivyo unanichukuliaje? Anyway, sikulaumu, lakini kwa sababu una akili fupi sana kiasi kwamba hutaki kujua kweli. Umeng'ang'ania hiyo picha uliyoweka kichwani kwako. Pamela, umeanza dharau zako, si ndio? Sio dharau Beni. Mimi nasema ukweli tu. Hivi umewahi kujaribu hata kuniuliza? Nimekuomba mara ngapi tuongee, lakini hujataka kunipa nafasi. Hadi nimeamua kunyamaza ili uamini kile unachotaka. Nisikilize. Naomba nisikilize kwanza, sijamaliza. Kama ungetoa nafasi ya kunisikiliza, basi ungejua kuwa sijawahi kulala na Hussein wala mwanamume mwingine yote. Naona umeniona mimi mjinga sana mwisho Pamela, si ndio? Sio kukuona mjinga, bali ndio kweli. Mimi na Hussein hakuna kilichotokea baina yetu. Ni kweli tulikuwa na mawasiliano. Na ile siku niliondoka hapa nikidhamiria kulala naye ili anipe mtaji, lakini sikuweza Beni. Upendo wangu kwako ni mkubwa sana. Na mimi sikuweza kukufanyia hivyo kabisa. Kwa bahati mbaya ndo tukakutana pale na haukutaka kunisikiliza kabisa kuanzia siku ile. Alisema kwa macho yake akitoa machozi. Nilitulia na kumwangalia kwa muda mrefu, nikijaribu kutafuta uongo machoni mwake, lakini sikupata. Unajua, siwezi kusikiliza ujinga sasa hivi, siwezi. Pamela, nimeshatoa maamuzi yangu. Na hapa kwa baba yangu na mama yangu waliotangulia mbele za haki Beni. Sawa, naomba nisikilize. Kila kitu ninachokuambia ni ukweli Beni. Naomba usinihukumu kwa vitu ambavyo sijafanya. Ile siku ulivyokuja kunipa sehemu ya mshahara wako wa kwanza, na nikakuahidi nitafanya bidii ili niweze kumtunza mwanangu. Ile siku ndo nilifanya maamuzi ya kuanza biashara ya kuuza vitenge. Beni, pesa ulinipatia nilitumia kwa mtaji. Nikaagiza vitenge 15 kwa mara ya kwanza. Sikupata wateja haraka, lakini mafundi kadhaa walipojaribu vitenge vyangu na kuona kuwa havichuji na ubora wake, sasa hivi wamekuwa wateja wangu wazuri sana. Hata wananunua vingi ili wauzie wateja wao. Kwa hiyo mi bado sijafika na kupataka Beni, lakini angalau sitashindwa kumtunza mwanangu. Kaona kuomba sana Beni. Usiniondolee haki yangu Beni ya kwa mama, na kuomba. Pamela aliniambia huku akifuta machozi yake. Msikilizaji, sio siri, maneno yake yaliingia moyoni kabisa, lakini kichwani kwangu kulikuwa kumechanganyikiwa kwa wakati ule. Hebu ngoja, naomba nipatie muda kulifikiria hilo, nitakurudia, nilimwambia huku sasa nikiinuka tayari kwa kuondoka. Pamela hakusema neno lolote la ziada. Aliitikia tu kwa kichwa na kuniruhusu niondoke. Safari nzima ya kwenda nyumbani nilikuwa nikiwaza tu, inawezekanaje, yani kuna uwezekano wote wa maneno yake kwa kweli? Yani inawezekanaje yani? Je, yawezekana nimeavuruga maisha yangu na kumtesa mwanangu bure na sababu ni ukataa kwangu kusikiliza? Yawezekana kweli? Niliendelea kujiuliza maswali mengi usiku ule, msikilizaji. Paka palipopambazuka, nilikuwa nimeshafanya maamuzi ya kutafuta kujua kweli. Na nimeshajua mahali pa kuanzia kutafuta ukweli wote. Nilipekua begi langu na kutoa ile simu ndogo niliyoichukua kutoka kwa Pamela kipindi kile. Niliiwasha na kunakili namba ambayo Pamela alikuwa anawasiliana nayo, kisha nikampigia. Basi kwa uchangamfu sana nikamsalimia Hussein, nikasema, Hussein, habari?
Hussein akasema nzuri, tunaongea na nani? Nikamwambia unaongea na Beni hapa. Hussein akasema Beni upi? Akasema mume wake Pamela. Basi Hussein kwa uchangamfu ila huyu jamaa atakuwa na wazimu sana. Akasema kwamba Benjamin Singiri, bro za siku nyingi hizi. Nikamwambia kwamba nataka kuonana na wewe, kuna vitu nahitaji tuzungumze. Kesho tutakuwa na nafasi kwenye mida ya mchana? Hussein akasema mchana sina nafasi, labda kama tutaongea muda wa kula. Nikamwambia ni sawa kabisa, sababu huo ndio muda nilio na nafasi pia. Basi nitakutumia jina la mgahawa tutakaokutana mapema kesho. Hussein akasema usiwaze bro, tuonana kesho. Alisema na ukata simu. Basi ile Jumapili yangu ilikuwa ni ndefu sana. Kitu pekee nilichotamani ni masaa yakimbie ili niweze kuonana na Hussein. Niweze kujua ukweli na nafsi yangu ina amani. Hii ni wiki ya mwisho ya mitihani ya Brianna, ambapo baada ya hapa atakuwa na likizo ambayo anatakiwa aitumie kufanya kazi ya majaribio, yani field. Kwa hiyo Jumatatu hii nilikuwa na Brianna tu na kumpeleka chuo, na kwa leo alikuwa na mtihani wa vitendo. Kwa hiyo alikuwa amebanana siku nzima. Kitu ambacho ndicho nilikuwa nakihitaji kwa leo. Baada ya kumshusha Brianna, nilimtumia Hussein ujumbe wa mgahawa tutakaokutana. Siku ya leo nilipendeza sana. Nilivaa shati ambalo Brianna analipenda na kulisifia sana. Chini nilivaa jeans nyeusi na raba zenye rangi nyeusi na nyeupe. Mkononi nilikuwa na saa inayong'aa na kichwani nywele zangu nilichana vizuri. Na kwa siku ile nilikuwa kwenye usukani wa Range Rover. Kwa hisani ya familia ya Tambwe, nilihakikisha kuchelewa kidogo mgawani ili Hussein aweze kuniona kuanzia mbali. Nilipoingia mgawani, macho yake alitoka kidogo aliponiona, lakini nilijifanya kutokuliona hilo. Basi nilipofika pale, kamsalimia nikasema Hussein, vipi? Nilimsalimia kusasa nikaa. Hussein akasema salama Beni, za kwako? Nzuri tu, naona umewahi. Samahani kazi zinibana kidogo. Vipi umeshaagiza? Bado nilikuwa nakusubiri. Okay, basi acha tuagize. Wakati huo mhudumu alikuja na menyu yake. Nilichagua mgahawa fulani hivyo Masaki. Ni moja mgahawa wenye chakula kizuri sana. Ni ghali kiasi, lakini ukila hapa lazima uache heshima. Ni kati ya machimbo niliyojifunza kutoka kwa Brianna. Na ukijumlisha huu mgahawa umekaa kitajiri sana. Kama sehemu tuliokaa ni kama tumekaa kwenye kisibuli chetu wenyewe, kwa sababu kuna sofa zimezunguka meza na ni sehemu iliyojitenga vizuri. Baada ya kuagiza nilimgeukia Hussein, ambaye tuliendelea kupiga stori za maisha hadi chakula kilipoletwa. Tukala kwa amani kabisa huku tukicheka. Utadhani marafiki wa muda mrefu. Baada ya chakula tuliagiza vinywaji, na hapo ndo nikaona wakati mzuri wa kuanzisha mada yangu. Nimekutafuta kwa sababu nahitaji kusikia upande wako wa story. Nini kimetokea kati yako na Pamela? Msikilizaji, kikawaida Hussein anadharau sana. Yaani anadharau sana kwa mtu aliyemzidi chochote. Lakini baada ya hii show ya pesa niliyomuonyesha hapa, alijaa heshima sana. Hussein akasema kwamba kaka, kusema kweli kabisa hakuna kilichotokea baina yangu na Pamela. Msikilizaji, nitamani kushusha pumzi, lakini sikutaka aone hilo. Nikamwambia kwamba unamaanisha nini, yani hakuna kilichotokea? Mke wangu na biashara ambayo sijampa mtaji wake. Na mpaka mara ya mwisho wewe ndio ulikuwa unamwambia habari za kumpa mtaji. Unaona mimi ni mjinga kiasi hicho, si ndio? Hussein akasema hapana kaka, sio hivyo. Mimi nakwambia kweli kabisa. Mwanzoni kweli niliongea na Pamela na kumwambia tukilala wote nitampatia pesa anayotafuta. Na kweli tulikutana, lakini Pamela hakuweza kufanya chochote. Alishia kulia tu na kuniambia nimrudishe kwa sababu hawezi kukusaliti. Ambapo ndio ile siku tulikutana kwenye ile baa. Kwa hiyo unasema haujawahi kumgusa mke wangu? Bro, niamini. Kwanza mimi na mke. Na katika kile kipindi sikuwa vizuri kichwani kwa sababu niligombana na mke wangu. Na alikuwa ananiletea dharau fulani hivi. Kwa hiyo nikataka nimkomeshe. Sasa katika harakati za maisha ndio nikakutana na Pamela siku moja ambaye alionekana kabisa kuwa na shida. Na nikajaribu kumpima, nikaona mtoto analegea kila nikimwambia habari za pesa.
Kwa hiyo naomba ongea kwa heshima basi ukiwa unamwongelea mke wangu. Umesikia? Sawa, samani, lakini hiyo ndio sababu nilikuwa namlazimisha sana. Nilitaka tu nipate nafasi ya kumuonesha mke wangu kuwa hata mimi naweza kuishi bila yeye. Okay, na kuhusu message na simu nyingine mliokuwa mnatumia kuwasiliana, vipi kuhusu hilo? Hilo swala la simu sijui, lakini kwenye message mimi ndo nilikuwa namsumbua ili aweze kubali. Lakini kuambia ukweli bro, wewe ni mwanamume mwenzangu, Pamela ni mke. Sawa, alikosea hata kukubali kuongozana na mimi, lakini jinsi alivyokuheshimu na kukataa hata nisimguse alinifanya nitamani mke wangu awe kama yeye. Kwenye swala zima la mke bro, umeshafanikiwa. Una uhakika na maneno yote unaozungumza kwamba ni ya kweli? Bro, hata kujibu vipi? Ninakaa hapa nafikiri hata sijui kujibu vipi. Kaka, na uhakika sana. Na hapa kwa marehemu dada yangu Ayla, hakuna kilichotokea, na sidhani kama Pamela anaweza kukusaliti kwa namna yote ile, kwa sababu yule mwanamke anakupenda kweli yani. Okay, asante sana kwa kweli wako. Acha nilipe tuondoke. Nilimwambia hivyo huku sasa nikiomba bili. Baada ya kulipa bili tuliongozana wote, mimi nikaingia kwenye Range Rover huku Hussein akinishangaa tu. Nilimpongia tu na kuondoka kurudisha gari kwa wakina Tambwe. Sasa jioni, yani mpaka jioni nafika, nilikuwa najiuliza maswali mengi sana. Ina maana nimevuruga maisha yangu mwenyewe? Je, nikurupuka sana kufanya maamuzi? Na sasa ninarekebishaje makosa yote niliyofanya? Basi nijiuliza maswali mengi nikiwa pale chuoni kimsubiri Brianna. Nilipotelea kwenye mawazo hadi Brianna alipokuja kunishtua. Akasema kwamba uko mbali sana my love, nini shida? Aliniuliza alipoingia kwenye gari. Nikamwambia sina shida yote, kwa na amani tu. Nilimwambia sasa nikiwasha gari na kuanza safari ya kumrudisha nyumbani. Beni, mbona kama vile uko sawa au kuna kitu nimekosea? Brianna, naomba niache basi, nimechoka tu, naomba uelewe hilo. Nadhani Brianna alinuna kwa sababu hakuongea neno lingine hadi nilipomfikisha nyumbani, na hata nilipompigia usiku kumtakia usiku mwema hakupokea simu yangu kabisa. Brianna alimaliza mitihani yake siku ya Jumanne, na babake alikuwa ameshamtafutia ofisi ya kufanya field iliyoko Morogoro. Mzee Tambwe hakutaka kabisa mwanae azubae pale nyumbani. Nadhani aliona amewadekeza sana wanae. Brianna hakufurahi kwa sababu babake alimtaka aondoke wiki ile. Mimi na Bri tulijitahidi sana kutafuta nafasi. Tukaonana Jumatano, alafu Alhamisi akaondoka, japo ilikuwa ni kwa malalamiko, lakini alienda. Wiki iliyofuata ilienda haraka sana na hatimaye nikapokea mshahara wangu mwingine. Baada ya kupokea ile pesa niliamua kumrudisha mwanangu. Nilifanya maamuzi msikilizaji tangu siku ile nilipoongea na Hussein, lakini sikutaka kuyatekeleza haraka ili Pamela asije akaona nilifanya kwa kumsikiliza yeye. Nilipa nauli na kufanya mipango yote. Kwa hiyo siku ya Jumamosi mwanangu alikuwa anaingia mjini. Hizi ni taarifa ambazo nilimficha Pamela kwa sababu nilitaka kumfanyia surprise. Yaani ile Jumamosi niliona kama masaa yaendi. Ndio kwanza ilikuwa saa 6, nimetoka kazini, bado masaa 8 hadi mwanangu afike. Nilishuka kwenye daladala na kuanza kutembea taratibu kuelekea kwangu. Nilipofika nilishangaa kumkuta Brianna amekaa mlangoni akiwa na begi dogo pembeni. Aliponiona alikuja mbio na kunikumbatia, lakini mimi nilibaki nikimshangaa tu. Nilimuuliza kwamba Bri, unafanya nini hapa? Bri aliniambia kwamba unamaanisha nini? Mimi nimekuja kusalimia, nitaondoka bwana kesho jioni. Unakumbuka ulivyosema unatamani nilale mikononi mwako? Ukiamka asubuhi nione wa kwanza. Basi leo itatimia. Hebu ngoja kwanza tuingie ndani. Nilisema sasa nikiharakisha kufungua mlango na kumwingiza ndani. Brianna, mbona hujaniambia kama unakuja? Kwani shida nini bwana? Kuna mwanamke mwingine unayetegemea kumpokea? Hapana, lakini ungeniambia, ili mimi nikupatie sababu za kwa nini huu uamuzi sio sahihi kabisa. Umeona sasa, hii ndio sababu mimi sikutaka hata kukuambia. Unajua Beni, kuna wakati mimi naona kama vile ninajipendekeza sana kwako. No save Bray. Lakini kichwa changu ni kina mambo mengi tu leo. Kwani kuna siku ambayo kichwa chako hakina mambo mengi? Hamna, Pablo yuko njiani anakuja. Kwa mimi najikuta namwaza sana. Ni miezi sasa sijamuona mwanangu. Nawaza atakuwa amerefuka kiasi gani? Ni muandalie zawadi gani? Yaani vitu kama hivyo. Kwa hiyo leo nitapata nafasi ya kumuona Pablo, si ndio? Sijui kwa sababu anaenda kwa mama yake. Kwa hiyo hutaki kunikutanisha na mwanao.
Bri, naona kama vile bado mapema sana. Pablo bado anayo ile picha ya mimi na mama yake tukiwa pamoja. Na pili, yeye bado ni mdogo sana kuelewa hivi vitu. Kwa hiyo sitaki kumchanganya mapema hii. Sawa, ni mwanao, mimi siwezi kulazimisha. Hivi bado hujanunua tu kitanda? Bado, nimejikuta nikifurahi tu kulala chini. Ni nzuri sana kwa mgongo wangu. Unaongea kama mzee fulani hivi, alisema kusasa akinipiga bega. Mdogo sasa alikuwa amesha kwenda kukaa kwenye godoro. Tubaki tukicheka huko, furaha yetu ikirudi. Kwenye mida ya jioni nilitoka kwenda kumpokea Pablo. Bri alitaka kuongozana na mimi lakini nilikataa kabisa na kumwambia tulie ndani. Mwanangu aliponiona alikuja kunikumbatia kwa akilia na kuniambia amenikumbuka sana. Moyo wangu uliuma kwa sababu ni ujinga wangu ndio umesababisha pitia yote. Nilichukua begi lake kisha tukondoka. Pablo alikataa kabisa nimshushe. Hivyo nilimbeba kisha tukakodi bajaji na kuelekea nyumbani huku akiwa amenikumbatia safari nzima. Tuliposhuka nilimnunulia maziwa akawa anakunywa wakati tunaelekea kwa Pamela. Tulipofika mlango ulikuwa umefungwa na hakukuwa na mtu yote. Nilimpigia Pamela ambaye aliniambia ametoka, nikamwambia kwamba kama huko mbali njoo haraka. Pamela akasema Beni, jamani, nimetoka muda si mrefu lakini nimeshachelewa. Huyu mtu amenisubiri muda mrefu. Kwani hicho kitu hakiwezi kusubiri mpaka kesho? Niulize hivyo nikasema hakiwezi kusubiri. Hebu njoo haraka basi kabla sijabadili mawazo yangu. Nimwambia hivyo akasema poa, narudi sasa hivi. Alisema anakata simu. Pablo alikuwa ameshaanza kusinzia mikononi mwangu. Pamela alipotokezea na kumwona mwanae alikimbia na kuja kumnyakua kutoka kwenye mikono yangu. Pamela akasema pia nimekumisi mwanangu. Pamela alisema hivyo huku sasa macho yake yakijaa machozi. Pablo naye alimuita mama yake alipofungua macho na kumuona. Basi Pamela akasema yes baba, umerudi kwa mama. Hebu ngoja nifungue mlango pumzike mwanangu. Pamela alisema hivyo huku akijaribu kutumia mkono mmoja lakini alishindwa kwa sababu Pablo ni mzito. Hivyo nikachukua funguo na kumsaidia. Basi alimwambia kwamba umekuwa mzito, itabidi muulize bibi alichokuwa nakulisha. Alimwambia hivyo sasa akimkalisha kitandani na kumvua viatu. Akamuuliza umechoka? Pablo alitikia kwa kichwa huku sasa akifikicha macho yake. Sasa Pamela aliendelea kumwongesha akasema kwamba basi vua nguo haraka uoge ili uweze kulala kwa raha. Alimwambia hivyo kisha akaenda kwenye gesi na kubandika maji, akarudi kumvua nguo na kumwandalia nguo za kuvaa. Kisha akatoka na kwenda kuogeshana. Baada ya Pamela kumuona mwanae ni kama vile mimi sikuonekana tena. Nilitulia tu kwenye kochi nikisubiri amalize kila kitu ili anieleze alipokuwa anaenda. Kwa kipindi hiki ambacho nimekubali mwanangu arudi, ni muhimu sana kujua watu anaokutana nao hasa usiku. Asije akamuingiza mwanangu kwenye matatizo. So baada ya dakika chache walirudi, akamfuta mtoto na kumpaka mafuta mpaka wakati sasa anamalizia kumvalisha nguo, Pablo alikuwa ameshaanza kusinzia. Wewe lala tu, asubuhi nitakuamsha na bakuli la uji. Pamela alimwambia hivyo sasa akimfunika. Alipomalizana na Pablo, alikuja ukaa pembeni yangu kwenye sofa. Ni kama ndo ameniona sasa. Beni, asante sana. Hata sijui nisemaje. Aliongea ni kama mtu mwenye furaha sana. Lakini mimi niliangalia gauni alilokuwa amevaa ambalo halikufunika vizuri mapaja yake. Ulikuwa unaenda wapi usiku huu? Beni, mnaomba waache vituko basi. Mimi ni mwanamke, nina mahitaji yangu. Na kama tunavyojua nipo single, kwa hiyo nimeona ni wakati wa mimi kupata mtu. Mtu wa kutimiza hayo mahitaji yako, si ndio? Nimuulize sasa nikianza kusikia hasira. Ndio, mtu wa kunitimizia mahitaji. Kama ambavyo umeshajipatia mtoto wako mbichi, na mimi ni wakati wangu. Unazungumza bila shida kabisa. Kwa hiyo mimi kumrudisha mtoto nimekosea, si ndio? Usipandishe sauti Beni, mtoto amelala. Haujakosea, ni wakati sahihi. Kwanza nataka Pablo aanze kwenda daycare. Najua imebaki miezi michache lakini nataka angalau aanze kujifunza. Mwakani tukimwanzisha shule asishangae sana mazoea. Kwa sasa nitampeleka hapo karibu, lakini Januari tutachagua shule nzuri na tutazungumza hilo swala zima la ada. Wewe hebu ngoje kwanza. Kwa hiyo unasema kwamba unampeleka mwanangu daycare ili uweze kuonana na mwanaume, si ndio? Hapana. Ili nifanye biashara. Kuhusu swala la kutafuta mtu, hiyo ni rahisi sana. Nampeleka mtoto daycare ili nifanye biashara. Unajua mimi sitoki kila siku.
na hivi tuko karibu, siku nayotoka naweza kuwasiliana na wewe nikakuletea pia ukakaa naye, alafu nikitoka nakuja kumpitia au anaweza kalala huko. Itakuwa nafasi nzuri sana na nyinyi kutengeneza mahusiano yenu. Aliniambia hivyo. Msikilizaji, hivi anaongea tumbo gani huyu? Asili ninuka kwa hasira nikasema kwamba Pamela, usikuma mama. Nimwambia na kuondoka haraka. Nilipofika nyumbani, Bree alikuwa akinisubiri kwa hamu. Alikuwa amevaa nguo za kimitego, lakini akili yangu haikuwa pale kabisa. Alijaribu kunichokoza, lakini nikaishia kumwambia tu nahitaji kupumzika. Hiyo ikaleta mjadala mrefu, akikazana kuniuliza kama haja zangu zimetimizwa huko nilipotoka. Msikilizaji, yani ukitaka kuachana na mtu, hakikisha moyoni mwako hayumo hata kidogo. Unaweza kusema uende ukaachane naye, ile unafika tu yeye ndo anakuacha. Ogopa unataka kumwacha mtu alafu ndo akakuacha. Sasa kitendo cha kuniambia kwamba natafuta mtu, unajua inauma Kwa hiyo niko na stress sana. Nilimwambia kwamba nimeshakwambia nimechoka. Kazi ya kuzunguka na mtoto sio ndogo, namna mbona acha nipumzike Bree. Bree alikazana akasema siwezi kukuacha upumzike. Umeenda huko umekaa muda mrefu sana, alafu eti unakuja eti unalala. Tangu nimefika hata hujanigusa Beni. Mimi nitachaje kuanza kuwa huyo malaya anayekupanulia miguu yake ndio amekufanya uchoke hivi? Brena, kama unataka tuishi kwa amani kwenye hii nyumba, naomba uache kumtukana mama mwanangu, umesikia? Acha kabisa ujinga. Ongea unavyoongea lakini usimtukane. Huo ni ujinga. Hata mimi na mahitaji yangu. Alafu nacheka. Bree, hebu njoo nikumbatie ulale mpenzi wangu, sawa? Na kuahidi asubuhi nitakutimizia mahitaji yako yote hadi ukitoka majirani wanakuangalia mara mbili. Nilimwambia na kumuona kitabasamu kidogo. Nikamwambia njoo basi nikubusu alafu tulale. Kweli nilimbusu na hatukuishia pale. Baada ya Brena kuanza kuguna na kunikalia, na kilikuwa ndio kitu ninachohitaji kwa wakati ule ili kuondoa mawazo yangu. Tulilala kwa amani na asubuhi tukapata chai nzuri ya kwenye godoro. Kabla tujaamka na kuanza siku yetu tulienjoy sana. Tulichemsha chai tukanywa, kisha tukakumbatiana tukiangalia movie kwenye kompyuta ya Brana. Mchana tulipata chakula pamoja, kisha tukamalizia na show nzuri. Ndipo Brana akaondoka kurudi Morogoro. Sasa mida jioni nilienda kumuona Pablo. Aliponiona alicheka na kuja kunikumbatia huku akianza kunielezea vitu vyote alivyokula siku hiyo. Nilikaa na kumpatia maziwa na upenda sana. Aliyapokea kusasa akifurahia na kuanza kurukaruka. Pamela akamuuliza kwamba unatakiwa useme nini Pi? Pablo akasema asante baba. Nilimwambia wow, karibu tena mwanangu. Haya, leta nikufungulie. Nilimwambia kusasa nikimsaidia kuweka mrija kwenye yale maziwa na kumpatia. Nilimwambia Pamela kwamba naona Pablo anafurahia sana kwa hapa. Pamela kwa furaha alisema kwamba sio yeye tu, hata mimi nafurahi sana. Asante Beni. Hamna shida Pam. Pamela alishtuka aliposikia nilivyomuita hivyo. Hata mimi mwenyewe nilishtuka sana. Ni muda mrefu sana sijamuita hivyo. Nilikuwa nikimuita hivi kipindi mahusiano yetu akiwa ya moto. Yaani kipindi ambacho ndio tulimpata Pablo. Kipindi kile nilikuwa napenda sana kumtania na kumuita Pam Pam. Asa Pamela aliamua kupotezea hilo kwa kuniuliza swali ya kwamba kwa hiyo wakati gani unakuwa free? Nikamwambia kwa nini unauliza hivyo? Niliuliza kwa kujihami. Pamela alicheka akasema hamna, sio hivyo anavyowaza Beni. Nimeuliza tu nijue ratiba yako kama nikitaka kupanga siku ambayo tutatoka wote kama familia. Oh sawa, niko free kila usiku na Jumapili ndo nakuwa off. Okay, kwa hiyo Jumapili ndo siku nzuri ya kutoka kama familia. Itakuwa nzuri kwa Pablo kwa sababu leo siku nzima ameshinda kikolezea tu. Sawa, nitajitahidi kuwa nakuja jioni kabla hajalala ili nafsi yake iwe na amani. Na mimi natafurahia sana. Anyway, ndio tunaanza kupika. Na mimi nitasubiri chakula, si ndio? Usiwaze, sitaweka chochote ambacho hutaki kula. Nitasubiri nikiwa nacheza na Pablo. Nilimwambia na kumwangalia mwanangu ambaye bado alikuwa anakunywa maziwa. After itakuwa vizuri mkienda kukimbizana huko nje ili au maziwa yaishe. Chakula kikiva aweze kula. Usiwaze, akimaliza tu kunywa maziwa tutakuachia chumba. Nilimwambia na kurudisha macho kwa mwanangu
Pablo alipomaliza tulitoka nje na kwenda kucheza hadi Pamela alipotoka kutuambia chakula tayari. Pablo alioga kisha akala na kulala moja kwa moja. Haya, usiku mwema, acha mimi nikapumzike. Nilisema hivyo baada ya mwanangu kulala. Sikutaka Pablo anione nikiondoka. Kisha Pablo anaanza kwenda hapo daycare. Mbona ghafla hivyo? Inabidi aanze kwenda sababu nina kazi ya kuzungusha oda za wateja asubuhi. Kwa hiyo nataka nijitahidi kutumia muda ambao anakuwa shule kufanya biashara ili akitoka tuwe wote hapa nyumbani. Okay, kwa hiyo ada ni ngapi? Nimeshalipia ada, usiwaze. Huyu ni mwanangu, lazima nimlipie ada. Ni shilingi ngapi ada? 50,000 kwa mwezi. Okay, kesho nitaleta nikitoka kazini. Uwe na siku mwema. Nilimwaga na kutoka kuelekea nyumbani. Tangu Brianna aende Morogoro, sina majukumu mengi sana. Majukumu yangu ni kumpeleka Bryson shule na kumrudisha, na wakati huu dada wa kazi ameongezwa kwenye orodha ya kazi zangu. Huwa namuendesha hadi sokoni siku akihitaji kununua vitu. Nakumbuka ilikuwa ni siku ya Alhamisi jioni. Niko kwenye daladala natoka kazini, simu yangu iliingia ujumbe kutoka kwa Pamela. Aliniuliza kama nimeshatoka kazini, kamjibu ndio niko nje narudi. Pamela akatuma ya kwamba okay, ukifika uende moja kwa moja kwako. Namleta Pablo uje ukae naye. Nilisoma ule ujumbe, nikauliza kwamba kwa nini, kuna shida? Alikaa kimya. Nikatuma tena ujumbe mwingine, Pamela, unamaanisha nini, yani kuna shida yote? Akakaa kimya. Nikatuma ujumbe tena wa tatu, Pamela. Kimya. Nikatuma ujumbe wa nne, Mapi. Kimya. Baada kama dakika 10 alinijibu ya kwamba pole, nilikuwa naoga, nahitaji kutoka, kwa hiyo inabidi pia lale kwako. Nikaambia kwamba yani kutoka kwenda wapi? Hivi umepata na wazimu au? Huoni giza nje? Pamela akanitumia ujumbe wa kwamba Ben, mimi ni mtu mzima. Hebu acha kunipangia maisha bwana wakati wewe sikupangia. Nilisoma ule ujumbe wake wa mwisho mara kadhaa, nikajikuta sina maneno ya kumjibu. Uzuri sikuwa mbali sana. Niliposhuka kwenye daladala nilienda moja kwa moja kwake. Nilipofika nilimkuta Pablo akicheza nje. Nilimkumbatia na kumpatia mfuko wenye maziwa, kisha nikaenda naye moja kwa moja kwa damu ajabu na kumwomba akae naye kwa dakika chache. Kisha nikarudi kwa Pamela na kugonga. Pamela alipofungua mlango alikuwa amependeza sana ndani ya gauni fupi la kijani iliyokolea. Aliponiona akasema, Beni, umeamua kuja kumfuata pia. Alijisemesha. Badala ya kumjibu niliingia ndani na kufunga mlango na funguo. Ben, nini unafanya? Nimekuja. Wewe unataka kutimizia mahitaji yako? Okay, nimekuja. Nilimwambia kwa sasa nikiutazama mwili wake. Ben, mnaomba waache matani. Mimi nachelewa ujue. Alisema kwa akitaka kwenda kufungua mlango, lakini nilimshika na kumvuta kwangu, kisha nikakutanisha midomo yetu. Nilimbusu kwa ile namna ambayo najua anapenda sana. Kisha nikaanza kuteremsha mabusu kwenye shingo yake. Alitulia akaacha kufurukuta, hasa nilipoanza kupapasa mwili wake. Beni, unasemaje? Unataka nikuache? Nimuuliza kwa sasa nikianza kufungua zipi ya gani lake. No, Beni, sitaki. Alisema kwa kiguna na kuanza kuvuta mkanda wa suruali yangu. Nikamuuliza na uhakika. Nimuuliza kwa sasa nikiachia gauni lake lianguke. Ni kama vile kuna kitu kilinivaa. Swala la Pamela kuwa na mwanaume mwingine aise, sikutaka kabisa kulisikia. Yale endelea kuguna tu nilipoanza kumsaidia kumalizia kutoa nguo zote. Nilimpeleka hadi kitandani na kumlaza. Sikutaka kupoteza muda. Nilienda moja kwa moja njia panda na kuanza kufanya kila kitu ambacho najua kinampagawisha Pamela. Pamela aliguna kwa sauti, kitu kilichonifanya nitulie na kumwangalia. Uchaguzi ni wako Pampam. Ujizuie kupiga kelele au upige kelele hadi mwanao asikie. Nilimwambia na kurudi kwenye zoezi nililokuwa nafanya hadi akamaliza safari yake ya kwanza. Hapo ndo nikainuka sasa na kuanza kutoa nguo zangu sababu bado nilikuwa nimezivaa zote. Nilipanda kitandani na kuingia ikulu moja kwa moja huku nikimtazama Pamela. Alikuwa ni mrembo sana na alikuwa wa kwangu. Sitaki mwanaume mwingine amguse, sitaki mwanaume mwingine auguse huu mwili. Nilimpeleka ya moto hadi nilipoona nataka kumaliza, kisha nikautuliza moto. Ndio ulikuwa unataka mwanaume mwingine akufanyie hivi, si ndio? Ben, naomba usiache. Nijibu kwanza. Yes, kwa sababu wewe una mwanamke mwingine. Alinijibu kwa jeuri huku akitaka kuinuka. Niliweka mkono wangu kwenye shingo yake kumzuia kuinuka. Niliweka nguvu kidogo kiasi kile ambacho najua anataka, kisha nikarudia spidi ile ile ya farasi. Nilimwambia kwamba wewe ni wangu Pamela, umenielewa? Hakuna mwanaume anayeruhusiwa kugusa. Umenielewa? Pamela huko macho yake yakitoa machozi akasema yes.
Hapo hapo sasa nikamuona akimaliza safari yake kwa mara nyingine. Nilitulia na kumbusu hadi alipofanikiwa kurudi duniani, kisha nikamuinua na kumpa maelekezo ya kunikalia. Bado safari ilikuwa ni ndefu sana. Nilitaka kuhakikisha mpaka wakati ninamaliza asiona nguvu ya kwenda popote. Mzunguko ulikuwa ni ule ule. Maneno kadhaa ya kubishana na maneno kadhaa ya upendo. Maneno kadhaa ya kubishana na maneno kadhaa ya upendo. Nilipomaliza nilijitupa pembeni ya Pamela ambaye hakuwa na dalili yoyote ya kuinuka kitandani hivi karibuni. Alikuwa ameshapotelea usingizini. Nilibusu paji la uso wake kisha nikashuka kitandani. Niliwanisha kitambaa na kumfuta vizuri, kisha nikamfunika na kumwacha apumzike. Nilivaa bukta na t-shirt kutoka kwenye nguo zangu kadhaa ambazo Pamela aliamua kuzifanya zake, kisha nikatoka. Nilimkuta Damu Ajabu amekaa nje huku Pablo akichezea mchanga. Damu Ajabu aliniambia kwamba imebidi toka nje sababu shughuli inaonekana ilikuwa pevu. Damu Ajabu aliniambia hivyo huku sasa akiniangalia kuanzia juu mpaka chini, lakini alipofika kiunoni aliniangalia zaidi ya mara moja. Sikuwa na muda wa kuhalalisha ujinga wake, hivyo sikumjibu. Nikamwambia tu kwamba asante kwa ukana Pablo. Nilimwambia hivyo na kumuita mwanangu kisha nikaenda naye ndani. Nilimvua nguo, nikaenda kumwogesha. Tuliporudi nilimvalisha kisha nikakanena kuanza kumlisha. Alimuulizia mama yake huku sasa akitaka kumwamsha, lakini nikamwambia amwache mama yake apumzike. Haikuwa rahisi, tulibishana sana na kutishiana kuchapana, lakini hatimaye alikula akashiba. Nilimkalisha kwenye kochi na kumwekea katuni kwenye simu yangu nikisubiri alale, huku macho yangu yote akiwa kwa Pamela ambaye bado alikuwa usingizini. Mwito wa simu yangu ndo uliomwamsha Pamela. Aliponiona aliacha tabasamu na kufunika uso wake kwa aibu. Mimi nilicheka tu na kuamua kutoa mlio kwenye simu yangu. Nilipanga kumrudia Bri nikishatoka hapa. Pamela akaniuliza kwamba nimelala sana. Hapana, umepumzika vya kutosha tu. Mimi na Pablo tumeshaoga na tumekula. Hapa tunasubiri kulala tu. Nilimwambia hivyo. Pablo alipoona mama yake ameamka, alienda kumpandia na kuanza kumbusu huku akifikisha macho. Alisema kwamba huyu ana usingizi, naona usingizi unamsumbua, hebu kanae kidogo nioge alafu nije kumkumbatia lale. Pamela alisema hivyo. Niliinuka na kumchukua Pablo aliyekuwa anasinzia na kumkumbatia mwenyewe. Nijikuta nikicheka alipoanza kuingiza mikono ndani ya t-shirt yangu. Nikamwambia Pamela kwamba oya, mwanao ananipekua bana. Pamela akasema mwache, hapo ndo anatafuta usingizi, akitulia analala. Pamela alisema huku sasa akitoa shuka na kutandika jingine pale kitandani. Hatukaongelea kilichotokea. Tujitahidi kuendelea kama vile hakuna kilichotokea baina yetu jioni hii. Alipomaliza alitoka na kwenda kuoga. Mpaka wakati anatoka bafuni nilikuwa nishamlaza Pablo kitandani. Alipoingia tu niliinuka tayari kwa kuondoka. Pam, usiku mwema. Na kwako pia Beni, aliniambia bila hata kunitazama. Mimi nitoka na kuanza kutembea taratibu kuelekea nyumbani. Nilipofika nyumbani niliwasiliana na Brianna kisha nikalala. Weekend yote maisha yarudi kawaida. Brianna hakuweza kuja kutokana na ubizi wa kazi. Lakini upande wa Pamela ni kama vile amenikasirikia. Lakini sababu sijui. Kila siku nikienda kumuona Pablo, hata niongelesha kitu chochote nje ya mada ya Pablo. Yaani hatokaa karibu na mimi, hatocheka, muda wote ni kama vile anaharakisha mambo ili niondoke. Siku hizi kadhaa ndio mambo yamekuwa hivyo. Siku ya Jumapili niliamua kwenda kumuona Pamela ili tuongee. Sipendi huu ukuta uliojengeka kati yetu. Nilipofika Pamela hakuepo wala mwanangu hakuepo. Nilipoulizia niliambiwa ameenda kanisani. Kwa vile ilikuwa ni mida ya saa 7 kasoro, nikaamua kuwasubiri sababu nilijua ibada imeshaisha. Kweli haikupita muda walitokezea wakiwa wamependeza sana. Pablo alinikimbilia lakini Pamela hata kujisumbua kuniangalia. Alienda moja kwa moja kufungua mlango wa chumba chake na kuingia. Baada ya kusalimiana na mwanangu nilienda ndani ambapo Pamela alikuwa amekaa kwenye sofa akihangaika kufungua mkufu. Nilimwambia acha nikusaidie. Akasema sitaki usiniguse. Alisema hivyo tena kwa ukali. Kitu kilichonifanya nibaki nimesimama tu. Kwani huyu amepatwa na nini? Ben, naomba niache. Umekuja kumuona mtoto ama? Umeshakuja kumuona mtoto na kama umeshamuona naomba ondoke. Alisema kwa hasira. Ilibidi nikae kitandani ili nimshangae vizuri. Hapa kuna shida, tena shida kubwa sana ambayo mpaka sasa bado sijajua. Pamela, nini kinaendelea? Mbona sielewi huu ugomvi unatokea wapi? Beni, naomba ufanye haraka ondoke. Mimi na Pablo kuna mahali tunaenda. Aliniambia sasa akinuka na kuanza kutafuta nguo kwa ajili ya Pablo. Mnaenda wapi? Ulisema Jumapili tunatakiwa tutoke wote.
Pamela hakunijibu, aliendelea na zoezi lake. Pamela, hivi sinaongea nawe ama? Nilimuuliza kwa ukali kidogo. Pamela alitulia na kunigeukia. Hivi unaweza kuelewa nimemwomba nini Mungu leo hii? Unajua kwa nini nimeenda kanisani leo? Sasa mambo ya kanisa yanatokea Pamela. Leo nimeenda kanisani. Nimepiga magoti, nimelia na Mungu wangu kumwomba aondoe huu upendo nilionao kwako Beni. Beni, nimechoka. Sijui kama utaelewa. Beni, I'm tired. Beni, nimechoka. Mimi nimechoka kutumiwa na kuumizwa na wewe Beni. Hivi Beni, ni kitu gani ambacho nimekosea mimi? Yaani kwa nini nakupenda kiasi hiki Beni? Kwa nini? Na kinachoniumiza zaidi ni kwamba haulioni hilo. Hauoni vitu vyote ambavyo niko tayari kufanya kwa ajili yako Beni. Hauoni maumivu unayopitia. Unavyoruhusu mwanamke wako anite majina na wataka yeye, wakati kitu pekee nilichofanya maishani mwangu ni kukupenda Beni. Ben, this is not fair. I love you. Nakupenda kiasi ambacho japokuwa tumeachana, lakini siwezi hata kuongea na mwanaume sababu nafsi yangu inanishtumu kuwa ninakosea. Alafu unakuja tu siku pekee ambayo nimefanikiwa kukusanya nguvu ya kuonana na mtu. Siku pekee ambayo nimeamua kujipa kipaumbele. Unakuja tu kuninyamazisha. Unautumia mwili wangu Beni. Japokuwa nilikwambia kwa maneno staki, lakini ukaamua kufanya kila kitu unachojua napenda ili tu unizuie kutoka. Why Beni? Kwa nini? Kwa nini Beni? Wakati una mahusiano wako mengine, kwa nini usinipe uhuru wa kuishi maisha yangu? Sasa hivi umejaa akilini mwangu. Kila nikilala na kuota, wakati kila nikiamka upo. Uko mikononi mwa mwanamke mwingine. Kwa nini unafanya hivi? Kwa nini unataka niendelee maisha yangu? Unasema mimi ni wako lakini wewe sio wangu. Kwa nini Beni? Kwa nini utanioa wewe? Kwa nini unacheza na hisia zangu? Pamela alikaa kitandani na kuanza kuendelea kulia. Alilia sana Pamela. Nilishindwa kuelewa na namna gani ya kuweza kumfariji. Nitamani mguse lakini niliogopa. Sikuwahi kujua kuwa nyuma ya tabasamu la Pamela la kila siku kulikuwa na maumivu makali hivi yaliyosababishwa na mimi. Nilishindwa kubaki kwenye kile chumba. Nilishindwa kumwangalia akiumia vile kwa sababu yangu. Nilitoka na kuondoka bila kuaga mtu yote. Wiki ilipita sijakanyaga kwa Pamela. Awamu hii mimi ndo nilikuwa naona aibu kumtazama usoni. Namwambia nini? Alafu pili, niliona sio haki kwenda kuonana naye kama sijafanya maamuzi ya kile ninachokitaka. Nitakuwa sijamtendea haki kabisa. Ni wakati wa mimi kufanya maamuzi kama namwachia Pamela au namchagua. Nakumbuka ilikuwa ni Ijumaa. Nilikuwa naendesha kuelekea uwanja wa ndege. Mrs. Tambo alinituma kwenda kupokea mzigo wake. Sasa nikiwa njiani Brian alinipigia. Nilipopokea alikuwa analia. Nijaribu kumbembeza akasema kwamba Bri, nini shida? Hebu tulia kwanza. Bri huko akilia alinipa taarifa ya kwamba Beni nina mimba. Yaani muda ambao nafikiria namna ya kuishi na Pamela, nimrudishe ama nifanyeje, jambo lingine linatokea. Nijikuta nimesimama katikati ya barabara, kitu kilichofanya madereva wengine waanze kutukana sana. Nimuuliza Bri ya kwamba umesemaje? Bri alirudia kusema kwamba Beni nina mimba yako. Moyo ulianza kwenda mbio. Nilianza kuona giza. Kupumua ikawa shida. Aliuliza kwamba Beni, unanisikia au unaongea mwenyewe? Nimwambia kwamba Bri, hebu ngoja nipaki gari. Nimwambia kwa sasa nikisogeza gari pembeni. Nimuuliza kwamba una uhakika, umepima au ni unahisi tu? Bri akaniambia nimepima kabisa na imetokea mistari miwili. Okay, acha kulia basi, sawa. Mnaomba nipatie muda wa kufikiria, baadaye nikirudi nyumbani tutaongea. Nimwambia nakata simu. Niliegemeza kichwa changu kwenye usukani, nikasema hili ni balaa gani tena? Hii kazi tayari nimeshaipoteza. Beni, una matatizo gani? Kwa nini huwezi kutulia?
ona ulivyofanya sasa. Nijiuliza mwenyewe kwa hasira sana. Nikasema hii ni mbaya. Hii ni mbaya. Oh Mungu wangu, nafanya nini hapa? Nilibaki nikijiuliza maswali mengi yasiyo na majibu. Ilinichukua muda kutuliza akili yangu na kuweza kurudi barabarani. Sasa nilipomfikishia Mrs. Tambwe mzigo wake na akanisifia na kunishukuru sana, nijikuta nikiwaza namna ambayo atatamani kuniua siku chache zijazo. Inabidi niamue kile ninachokitaka kwenye maisha yangu. Siwezi kuendelea kucheza huu mchezo. Baada ya kumrudisha Bryson nyumbani, niliaga na kuondoka haraka sana. Safari nzima nilikuwa nikijaribu kuchora picha ya maisha yangu na Brianna tukiwa na familia, lakini akili yangu inakataa. Mimi na yeye hatuwezi kukaa kwa amani. Sijioni nikijenga familia pamoja na yeye. Lakini nikimwaza Pamela, ninaona hadi tukizeeka pamoja kwa furaha. Unajua kuna mtu mwingine hata kama ni mzuri kiasi gani, anakuvutia kiasi gani, kuna mtu ambaye upo naye ukimfikiria na ukifikiria future, unamuona yeye na unaiona furaha yako na unaiona amani yako na mnaona mkifika mbali zaidi. Kuna mtu tu ukimfikiria hivyo. So nilipofika nyumbani nilifanya kitu kimoja ambacho nilikuwa nikisita kufanya kwa muda mrefu. Kuna posti ya kazi niliona kuanzia juzi, lakini sasa niliogopa kutuma maombi kwa sababu nimechoka kuvunjwa moyo. Na hii haitakuwa mara yangu ya kwanza au ya 50, najua ni zaidi ya hapo. Na mara zote sikupokea majibu yote. Kuna kipindi hadi nikaanza kuwaza, lakini nikiatuma hayafiki. Lakini leo niliamua kutuma tu. Kama nisipopata nafasi basi mimi nitaendelea na maisha tu. Mbona miaka yote 3 sijafa? Baada ya kumaliza ile zoezi nilimpigia Bri. Simu iliita muda mrefu kabla hajapokea. Baada ya kupokea na baada ya salamu nikamwambia kwamba kwa hiyo umeamua nini? Bri akasema kwamba Beni, sijui, wewe ndio baba na kusikiliza. Bri, mimi sijui uamuzi ni kwa sababu uamuzi ni wako. Mimba ni ya kwangu lakini mwili ni wako. Wewe ndio mwenye maamuzi ya mwisho. Kwa hiyo kama nikiamua kuitoa au kuitunza vyote ni sawa kwako? Maji nimeshavulia nguo. Sawa, lakini mimi nataka nijue kile unachokiwaza akilini, achana na maamuzi yangu. Kusema kweli sasa hivi siko tayari kuongeza mtoto mwingine. Bado napambana kiuchumi na akili yangu haipo kabisa huko. Lakini mtoto ni baraka ambayo siwezi kuikataa. Usiwaze Beni, hakuna lolote. Siku zangu zilichelewa nikapata tumbo joto tu, kwa hiyo nilitaka tuteseke wote. Una maana gani? Usijali. Nitaka tu nikuteste. Hivi akili zako ziko sawa kweli? Beni jamani, si utani tu bwana. Mimi nakutania eti. Usiku mwema. Nilimwambia na ukata simu. Hivi mjinga hajui tu vitu nilivyoanza leo mchana kutwa ise. Haelewi tu alafu eti ni utani nyo. Hivi sio vitu vya kutaniana kabisa bwana. Baada ya zile dakika kadhaa za hasira, yani hasira ilivyoisha nini, nilianza kucheka. Nilicheka kwa furaha. Nikasema nimeponea chupu ise. Hivi sasa huyu mtoto wa watu huyu angekuwa na mimba, maisha yangu yangekuwa ajabu. Nijiuliza huku nikicheka na kumshukuru Mungu kwa kuniepusha na hilo balaa. Jumamosi baada ya kutoka kazini nilienda moja kwa moja nyumbani. Kisha nikaoga na kuhakikisha nimepoa kabisa, tayari kwa ajili ya kupiga simu ambayo nimekuwa nikifikiria siku nzima. Nilitafuta namba ya Brianna na kuipiga. Alipokea haraka kwa sababu sijaongea naye tangu nimkatie simu jana usiku. Baby, naomba nisamehe jamani. Mimi najua jana nimekosea lakini ilikuwa ni utani tu, mimi sikudhani kama ungekasirika vile. Usiwaze Bri, hakuna shida. Kwanza nataka nikushukuru. Kitu ulichofanya jana kilifungua macho yangu kwa ukubwa. Kuna hali nilikuwa naipitia na nikamwomba Mungu anipe njia kutokea. Na Mungu akakutumia wewe kunionyesha njia. Kunionyesha kile kilichojificha kwenye kilindi cha moyo wangu. Ben, unaongea nini? Mbona sikuelewi? Namaanisha nisamehe Brianna, lakini hatuwezi kuendelea kuwa na haya mahusiano. Kwa nini? Nipe sababu moja tu na nitaondoka kwenye maisha yako bila kuangalia nyuma, kwa sababu kwanza siku ya kwanza ni kama ninakulazimisha kuwa na mimi Ben. Nipe sababu moja. Nisamehe Bri, lakini nampenda sana Pamela. Nampenda sana. Wazo la yeye kuwa na mwanaume mwingine linanivuruga kabisa. Imenichukua muda mrefu sana kuelewa na kulikubali hili, lakini nampenda na niko tayari kufanya chochote kwa ajili yake. Kwa hiyo kwenye hicho chochote na mimi ndo ukaniunganisha huko, si ndio? Leo hii mimi ni chochote tu, si ndio? Baada ya yote niliyokufanyia Beni, baada ya kupa mwili wangu na moyo wangu, leo hii mimi ni chochote.
si ndio? Bri, sioni kama ni haki mimi kudanganya. Tulianza haya mahusiano kipindi niko katika hali ya sintofahamu. Sikuwa naelewa kabisa moyo wangu unataka nini. Nilikuwa katika kipindi kigumu. Na kwa wakati huo wewe ulikuwa ni kama amani yangu. Uliweza kunisaidia kutuliza tufani ya mawazo yangu. Kama usiwezi kusahau umuhimu wako Brianna, lakini mimi nimeshafanya uchaguzi wa maisha yangu. Nimekuelewa na kutakia maisha mema. Brianna alisema hivyo na ukata simu. Nishusha simu na kujilaza kwenye godoro huku sasa nikijisikia vibaya sana. Nimemuumiza Brianna kwa sababu ya ujinga wangu wa kutokuamua mapema. Usingizi ulinichukua na niliposhtuka giza lilikuwa limeshatanda. Nilioga na kuvaa nikapendeza, nilihakikisha nanukia. Kisha nikatoka kwenda kumwona Pamela. Nilienda kwa ujasiri kwa sababu nilikuwa na majibu kichwani. Leo hii nilijua kile ninachotaka kwenye maisha yake. So nilienda kumwambia kwamba nimemchagua yeye. Nilienda kumwambia kwamba nimemchagua yeye tu na sihitaji mwingine yote. Wakati nakata kona ya kuingia kwake, nilikutana Pamela akiwa anatoka. Alitaka kunipita lakini nikamzuia njia. Nilimuita kusasa nikiuchukua mkono wake lakini hakutaka niuguse. Aliniuliza unataka nini Beni? Unanichelewesha na ratiba zangu. Pamela anahitaji kuzungumza na wewe. Nitafuta kesho mchana ndo nitakuwa nyumbani. Siwezi kuvunja ratiba zangu kwa sababu yako. Kama shida ni pii, utamkuta kwa damu ajabu. Alisema anataka kuondoka lakini nilimzuia. Beni, naomba acha basi ujinga. Na mambo mengi ya kufanya. Mambo mengi ya kufanya usiku huu. Najua sina haki ya kukupangia maisha yako Pamela, lakini mimi nakupenda na nataka kujenga maisha na wewe. Beni, umechelewa Beni, naomba unipishe nipite. Alisema hivyo akinisukuma. Mimi sikujali chochote, nilimshika uso wake na kukutanisha midomo yetu. Mwanzoni alinibusu, lakini alipoelewa kinachoendelea aliniachia haraka na kuninasa kofi. Beni, Sitaki Beni. Yaani sitakupa tena nafasi ya kucheza na hisia zangu, sitaki. Aliniambia kunisukuma kisha akaondoka. Moyo uliuma, sikuwa hata na nguvu ya kumfuata. Niliogopa kile ambacho ningekiona kama ningemfuata. Nienda hadi kwake na ukanje. Nilitaka walau nijue atarudi wakati gani. Labda akirudi na kunikuta hapa, anaweza kunihurumia na kunisikiliza na hatimaye akaelewa kile kilichoujaza moyo wangu. Najua nimechelewa kuliona hili. Nimechelewa sana kuona maumivu yake na upendo wake, lakini nimeshatambua hilo na siko tayari kupoteza hii nafasi. Pamela alirudi kwenye mida ya saa 5. Aliponiona alishangaa. Sidhani kama alitegemea kunikuta hapo. Alinipita bila hata salamu na kwenda kumchukua Pablo kisha akamuingiza ndani. Mimi nilikuwa nimesimama pale mlangoni tu nikisubiri walau nipate nafasi ya kuongea naye. Alitoka nje kuchukua viatu vyake ambapo alinipa nafasi ya kumuona kwa ukaribu. Hakuwa hata ameonja pombe. Alikuwa timamu kabisa na macho yake ndio yamevimba kidogo kama mtu aliyekuwa analia muda mrefu. Usiku mwema, alisema na kufunga mlango akaniacha pale nje. Jumapili mchana nirudi nikitegemea kumkuta tuongee kama alivyoniahidi jana yake, lakini nilipofika nyumba haikuwa na mtu. Nilipouliza nikaambiwa ameenda kwa dada yake na watashinda huko. Nilimpigia simu zangu lakini nikimpigia simu zangu hata hapokei wala hata ujumbe hajibu. So ilikuwa ni Jumapili ndefu sana kwangu, sana tu. Jumatatu asubuhi nilienda kazini nikiwa na mawazo mengi mno. Nilipofika tu mlinzi aliniambia nisiguse chochote, nipitilize hadi ndani. Nafsi yangu ilishtuka kwa sababu nilijua hukumu yangu ni ipi. Dada wa kazi alinikaribisha na kuniambia baba anakuja. Kweli baada ya dakika chache mzee Tambwe alikuja na sura yake ilijaa hasira. Nashangaa umepata wapi ujasiri wa kuja kwangu? Kijana usiye na adabu hata kidogo. Nimekukaribisha kwangu, nimekufanya familia alafu unaishia kulala na binti yangu? Naomba nisamehe mzee, lakini nisingeweza kuondoka bila kukushukuru kwa fadhili zako zote. Yaani unaomba msamaha kwa vitu ambavyo umefanya kwa kujitambua? Alafu kila siku unakaa mezani kwangu? Mimi ninakukabidhi mwanangu nikiamini utakuwa kaka kwake. Umuongoze, kumbe ndio ofisi mwenyewe. Kijana, una bahati kubwa sana Brianna amenifanya niahidi kutokugusa. Kuanzia leo usijue familia yangu. Usijue kabisa. Sawa baba, nimeelewa. Asante sana kwa kila kitu. Hebu toka bana, ondoka. Alifoka. Nilifungua mlango haraka na kutoka. Nilifika getini kwa gana mlinzi kisha nikarudi mtaani kwa mara nyingine. Moyo wangu ulikuwa umevunjika sana tu. Nilikuwa na mawazo mengi sana.
Niliwaza maisha yangu yatakuwa hivi mpaka lini? Kwa nini kila ninapojaribu lazima balali nikute? Yaani kwa nini mimi tu? Yaani kwa nini? Yaani kwani ni wapi ninapokosea mpaka ninafeli kila upande? Kwenye uchumi nimefeli, kwenye mahusiano nimefeli. Yaani kwa nini iwe mimi tu? Kwani wengine haonekani? Nilitembea tu bila kuelewa ninapoelekea. Nilipochoka nilipanda daladala hadi mwisho bila hata kujali itakaponipeleka. Mpaka wakati jioni inaingia nilijikuta pande za Mbweni, nikaanza kutafuta usafiri wa kunirudisha nyumbani. Niliposhuka pale kwenye baa, nikaamua kuingia nipate kinywaji kidogo kabla ya kwenda nyumbani. Lakini haikuwa hivyo. Bia moja ikageuka 2 ikageuka 6 zikawa 8 na 8 ikapelekea kupoteza kabisa kumbukumbu. Niliamka asubuhi kichwa kikiuma sana. Mimi sikutamani hata kufungua macho kutokana na maumivu. Nilihisi kama nasikia harufu ya Pamela, lakini nilijua hizo ni ndoto tu. Nilijivuta nikakaa huku sasa mwili wote ukiuma. Nilimsikia Pamela akisema kwamba we tulia. Alisema hivyo kisha akatokea mbele yangu sasa akinitazama kwa tabasamu. Basi akasema kwamba hai jirani, unajisikiaje baada ya kunywa ndoo nzima jana? Aliniuliza. Nikasema kwamba ovyo sana. Nilisema nikiwa nimefunga macho. Okay, sawa pole, nimetoka kununua dawa. Kunywa dawa urudi kulala, ukiamka supu itakuwa tayari. Aliniambia hivyo kwa namna fulani nilihisi ninaota. Huyu Pamela wa juzi ndo leo ananihudumia kwa tabasamu hivi. Nilipokea dawa na kumeza kisha nikarudi kulala. Nilipoamka tena maumivu yalikuwa yamepungua kiasi. Macho yamefunguka kabisa. Hapo ndo niliona kwamba niko nyumbani kwa Pamela. Nimefikaje hapa? Umekuja mwenyewe. Mbona hata sikumbuki kitu? Kwa nini usikae kwanza ule? No, mwili unachemka, acha nioge kwanza. Nilimwambia na kuelekea bafuni. Nilipotoka nilivaa bukta tu na kukabidhiwa bakuli kubwa la supu. Pablo uko wapi? Niliuliza baada ya kuona nyumba iko kimya sana. Akanijibu ameenda shule, si nilikwambia ameanza daycare. Nikamwambia nimesahau samani. Nilitulia na kuanza kunywa supu yangu taratibu. Niliogopa hata kuongea kwa sababu sijui neno gani ni sahihi na neno gani sio sahihi. Wakati ndo nipo kwenye kijiko cha 3 nikasikia hodi. Kidogo Bro Henry anaingia, wakasalimiana vizuri na Pamela. Akakaribishwa kwenye sofa, akasogezewa stuli na kupewa bakuli lake la supu, kisha Pamela akatuaga kuwa anaenda sokoni. Basi niliwahi haraka kabla hajasema chochote nikasema kwamba bro, naomba unisamehe kwa upumbavu niliosema siku ile. Msikilizaji, ulikuwa ni baada tu ya Pamela kutoka. Benja, unajua mimi sina tabia kukana vitu moyoni, lakini ni vizuri umetambua kosa lako. Lakini mimi nafurahi kuona wewe na Pamela mko kwenye nyumba moja. Alisema hivyo nitabasamu tu na kutikisa kichwa. Hii ni kwa sababu tu jana nililewa, lakini Pamela hataki hata kunisikia. Na sijui nifanye nini kurekebisha yote. Natamani ningeweza kurudisha muda nyuma, lakini hilo haliwezekani. Kwa nini kimetokea? Henry aliniuliza. Mimi sikuwa mbishi. Nilimweleza bro kila kitu, kuanzia nilipopata kazi kwa kina Tambwe hadi kufukuzwa. Mahusiano yangu na Brianna, ukweli niliojua kuhusu Pamela, jinsi alivyofunguka kwangu na namna nilivyochanganyikiwa na kila kitu kinachoendelea. Bro alishusha pumzi akasema kwamba nilikwambia, lakini uache tabia yako kurupukia vitu. Benjamin, nishakwambia tulia, fuatilia kitu hadi ujiridhishe. Sasa umeona sasa hatimaye? Lakini hakuna umuhimu wa kwanza kukusimanga wakati kama ni maafa yameshatokea. Lakini unakosea kusema kwamba eti Pamela hataki kukusikia, kwa sababu huyu Pamela leo amekuja kwangu asubuhi sana. Akiomba nije kuongea na wewe kwa sababu ana wasiwasi juu yako. Huyu Pamela amekutunza kuanzia jana usiku. Nadhani tu umemuumiza sana, lakini hakuna kitu kinachoshindikana ukiomba msamaha. Alafu kuhusu swala la kazi usijipe stress kabisa. Kwanza uamuzi uliochukua ni wa kiume kabisa na mimi nakuunga mkono. Hautakufa mdogo wangu. Kwani kabla hujapata kazi kwao si ulikuwa unaishi tu? Njoo garage tuendelee kupambana kidogo kidogo, na kidogo kinachopatikana tunagawana hicho. Mambo atajibu tu, kwa hiyo usijipe stress kabisa. Kwa sasa hivi tulia, ukikaa vizuri tafuta namna nzuri ya kuweka mambo yako sawa na shemeji. Mimi siamini kama kuna mwanaume mwingine yote kwenye maisha yake. Wewe panga mipango yako vizuri, hakuna la kukushinda. Kama ukihitaji msaada wangu wote nishtue. Asante sana bro, umenitia nguvu sana. Siwazi. Ukiona umekaa vizuri uibukie pale garage hata tupige story. Usikae sana ndani bwana.
Maana sasa hivi wana wameongezeka pale na pameshakuwa maskani, kwa hiyo story za kutosha. Asante sana bro, lazima nipite hapo hata kesho sababu inabidi nianze kutengeneza pesa. Huyu ndo Benja bana, nimemjua. Wacha basi mimi niende, kuna gari hapa inachukuliwa mchana huu, kwa hiyo acha nikaisimamie. Hainiambia hivyo sasa, kiinuka tayari kwa kondoka. Tuliagana pale kisha akaondoka. Nilikusanya vile vyombo na kuviweka kwenye karai la vyombo vichafu. Wakati nafanya mpango wa kuviosha, Pamela aliingia akiwa na mfuko. Akasema kwamba naona jirani huko vizuri hadi unatembea. Hivi kwa nini unaniita jirani? Kwa hiyo kumbuki vitu ulivyoniambia jana? Sikumbuki chochote zaidi ya kuagiza bia bar. Nitakutesa sana jirani. Sasa uniambie basi. Kaa ukumbuke mwenyewe, lakini huu mdomo wangu kamwe hautasema maneno uliyotamka jana. Alafu unajua watu walisema mlevi huwa anaongea kweli siku zote. Pam, unanikosea ise. Nilalamika na kurudi ukaa kitandani. Pamela alishtuka na kunitazama. Kwa sekunde kadhaa nikaogopa kuwa labda nimesema kitu ambacho sitaki kusema, lakini alitabasamu kidogo na kuendelea na kazi yake. Pamela, naweza kuongea na wewe? Beni, sasa hivi sijatulia, nataka ule ili uweze kwenda kwako. Hapa hauna dawa na sidhani kama umezimeza kuanzia jana. Alisema hivyo. Niichukulia hiyo kama akufukuzae hakuambii toka. Kwa hiyo niliamua kukaa kimya na kuangalia akifanya mambo yake. Kweli chakula kilipoiva nilikula na kuondoka. Kichwani kwangu nilikuwa nina mawazo mengi sana. Kila nikijaribu kuongea na Pamela, haonekani kutaka kunisikiliza kabisa. Na mimi sikujua nifanye nini ili kupata suluhisho la hilo. Baada ya kumeza dawa niliamua kwenda garage kupiga story. Niliona kabisa kukaa ndani kunaweza kusababisha nikaishia kulewa kama jana. Basi nilipofika garage nilikuta washikaji wamekaa wakipiga story na hakukuwa na kazi yote. Niliwasalimia tu na kujikalisha pembeni nikiwasikiliza. Walikuwa wakiongelea mpira. Nijitahidi kuchangia nilichoona kinafaa ili niweke mchango wangu. Stories zikahama na wakaanza kumuongea demo hapo mtaani. Kwenye hilo sikutia neno, nilibaki kimya tu. Mdada wa watu akachambuliwa hadi tukafika kwa msanii mmoja hivi wa kike. Hapo wakaanza kuongea habari kuwa ukitaka mwanamke akusamee basi uwe na pesa. Wanawake hawana msimamo wakiwa na pesa. Hayo maneno yalinivunja maini kwa sababu mimi sina pesa kumpa Pamela. Kwa hiyo ina maana hawezi kunisamea. Nilitoka pale nikiwa na mawazo zaidi badala ya kupata nafuu. Sasa kwa wiki 2 mfululizo nilijiweka bize na kazi pale garage, huku kila siku jioni nikijaribu kuongea na Pamela, lakini bado alikuwa amenifungia vioo. Usiku mmoja nilishtuka kutoka usingizini baada ya kuota ndoto. Kwenye ile ndoto bwana, nilikuwepo mimi, Pamela pamoja na Pablo. Lakini Pamela yeye alikuwa amembeba mtoto mchanga na mkononi mwake alikuwa na pete 2 zinazong'aa sana. Kwenye ile ndoto Pamela alikuwa mke wangu. Ilikuwa ni kati ya ndoto zilizojaa furaha kiasi kwamba nilichukia kuamka. Nilitamani kubaki kwenye ile ndoto. Basi nijiuliza kwa nini sifanye kweli? Nijiuliza huko kichwa changu kikianza kufanya mahesabu ya vitu ninavyotakiwa kufanya ili kukamilisha ile. Lakini haya yote hayatakuwa na maana kama Pamela asiponisamehe. Usiku ule nikaazimia kwenda kuonana na Priska, dada yake Pamela, ili anisaidie kuongea na mdogo wake. Kama hataki kunisikiliza mimi, labda atamsikiliza dada yake. Niligonga geti huku sasa nikishindwa kuelewa nitaanzaje kumsalimia shemeji yangu. Mkononi nilikuwa na zawadi kwa ajili ya watoto wake wote 3, lakini bado nijiona mkosaji kwa sababu sijaja kumsalimia muda mrefu. Hata niliposikia amejifungua sikuwahi hata kuanza kuja kumuona. Halafu leo nimekuja kwa sababu nina shida. Hili linifanya nione aibu sana. Priska alipofungua geti na kuniona, aliacha tabasamu kubwa na kunikumbatia, kisha akanikaribisha ndani. Akasema kwamba Shem, umekuwa adimu sana, karibu. Alisema kusasa akiongoza ndani. Nikasema asante sana Shem, habari yako na wanao? Shem akasema nzuri tu, umechelewa kidogo. Visi amelala muda si mrefu na ndugu zake wengine wako shule. Hainiambia hivyo, nikamwambia kwamba haina shida. Tambeba Vince akiamka.
Nilimwambia huku sasa nikimkabidhi mfuko wenye zawadi. Akasema asante sana kwa zawadi. Alisema hivyo kwa furaha. Priska ni mwanamke mstaarabu sana. Kuna muda nashindwa kuelewa yeye na Pamela wametokaje kwenye tumbo moja. Priska alirudi na glasi ya juice akanipatia. Nilimshukuru pale, akaniambia karibu Beni. Okay, kwanza samani nimekuja kwako kuleta shida zangu, lakini sijui nifanye nini tena ili Pamela anisamehe. And of course nampenda sana mdogo wako na nataka kumfanya mke wangu, lakini hata sijui naanza vipi wakati hataki hata kuongea na mimi. Niliteremsha malalamiko yangu haraka nikiamini yeye ndo atakuwa pona yangu. Akaniuliza kwamba sasa kitu gani kinakuzuia kumwoa mdogo wangu. Shem, hivi umesikia maelezo yangu? Pamela hataki hata kunisikia. Naanzaje kumuomba awe mke wangu? Akinikataje? Shemeji, naona hauelewi jinsi mdogo wangu anavyokupenda. Sasa chukua maneno yangu. Hakuna siku yoyote hapa duniani utakaomwambia Pamela awe mke wako na akakataa. Hakuna. Pamela amelia hapa ndani kwangu mara nyingi kwa ajili yako. Na mimi mwenyewe nikamshauri aachane na upuuzi wako. Lakini afurahi kuona juhudi zake zimezaa matunda. Kwa hiyo najua kuanzia moyoni Pamela atakubali na atafurahi sana. Una uhakika Shem? Usije ukawa unanifanya chambo hapa. Benja, mimi na wewe hatuna matani. Hatuna hata wadui. Tulicho nacho ni heshima tu. Maneno yangu ni kweli. Na kama kweli unampenda mdogo wangu, sitegemea upoteze muda juu ya hili. Sitaki kupoteza muda Shem. Kuhusu taratibu inakuaje? Wewe hapo, wewe leta tu sukari, umvalishe pete. Au mengine atakuja kusema mwenyewe. Kama unavyojua niko mimi na mdogo wangu tu. Wazazi walishafariki. Wajomba na mashangazi sijui baba wadogo hawajui hata tulipo. Mimi na mdogo wangu imebidi tujihangaikie na maisha yetu. Kwa hiyo mimi ndo ninaidhinisha hii ndoa na ninasema hivyo ukiniletea sukari tu mimi nakupatia mdogo wangu kiroho safi kabisa. Shemwache utani. Nitaenda kununua sukari ya sivu ujue. Woga wako ndo maskini wako Beni. Basi nipe dakika 5 shemeji yangu. Nilisema na kutoka nje. Nilimsikia Priska akicheka lakini mimi sikujali. Nienda dukani na kuchukua kilo 5 wa sukari ambayo nilimwambia anifungie vizuri kabisa, kisha nikarudi nayo. Shemeji yangu, kwa hiyo unasema kabisa nikikukabidhi hii mimi na watu daiani popote? Ukinikabidhi hilo gunia la sukari tumemalizana. Mengine yote utaongea na Pamela yako. Mimi sitaki mahari, sitaki nini, yani sitaki. Hii posa inatosha, lakini ndio ujue siku utakao mkoroga dada yangu nina haki ya kumchukua. Hilo haliwezi kutokea. Mimi na Pamela ni wa maisha yote. Nilimwambia na kumkabidhi ile mfuko. Priska aliweka chini na kuja kunikumbatia kwa muda mrefu. Aliponiachia alikuwa analia tu, akasema asante sana Beni kwa kumpenda mdogo wangu. Nikiwaangalia hivi naona mtatengeneza familia nzuri sana. Sawa lakini tulia. Homoni bado hazijaisha. Kipindi na ujauzito ndo nilikuwa nalia kila wakati. Hadi mume wangu alizoea kuniona nikilia. Ila Shem, asante sana Shem. Umefanya ile zoezi liwe rahisi sana na umeniondolea hofu. Naomba usimwambie Pamela chochote kuhusu ujio wangu. Hata hawezi kujua kama umefika huko. Okay, asante sana. Acha basi mimi niende nikaanze hizo harakati. Nilimwambia na kumwaga kisha nikatoka. Safari yote ya kuelekea nyumbani ilijaa mawazo ya nitafanya vipi hilo zoezi. Kwanza sijui size ya kidole chake. Alafu pili sijui nitafanya vipi hilo zoezi. Sina budget kubwa sana lakini nataka kiwe kitu kizuri na cha pekee kwa ajili yake. Mpaka ninafika nyumbani nilishajua kitu gani nataka kufanya kwa ajili yake. Sema kitendawili bwana, kilibakia kimoja tu, size ya pete. Siku 2 zilipita nikiwa sielewi nitafanyaje. Kila nikienda kumsalimia mwanangu, Pamela hataki hata nimguse. Nilimlalamikia shemeji yangu ambaye aliniambia nimpe wiki moja atanipa majibu. Hiyo wiki moja niliitumia kuandaa kila kitu nilichohitaji kwa ajili ya hiyo siku ya pekee ya Pamela. Kwanza kulikuwa kuna zoezi la kuiba gauni lake moja ili niweze kupeleka dukani wanipatie size nzuri kwa ajili yake. Alafu pili zoezi la kununua kiatu kinachoendana na nguo. Na hapo dukani wakaniambia lazima kuwe na pochi inayoendana na kiatu. Sasa sijui ndio nilipigwa au ni kweli lakini mimi nilichukua. Nikapelekwa kwenye mkufu, hereni, bangili. Mchongo wote huu niliupanga na shemeji yangu wa maana kabisa.
ambaye aliniambia hiyo siku yeye atabeba kabisa jukumu la kumteka Pamela hadi sehemu nitakayokuwa. Siku niliyoenda kuchagua pete nilichanganyikiwa kabisa. Nakumbuka nilimuonesha yule mhudumu picha ya Pamela, kisha nikamwambia amtafutie pete itakayomfaa. Kweli yule dada baada ya kutafuta sana aliniletea pete ambayo hata iweje nisingeiona, lakini ilikuwa ni pete ambayo bila shaka Pamela ataipenda. Yaani lazima ataipenda tu. Hiyo siku ya tukio lenyewe nilihakikisha nimependeza sana. Mimi sio mtu wa kupenda suti, hivyo shati langu nilipiga pasi likanyoka fresh, kisha chini nikatupia jeans na raba. Kichwani nilienda saluni wakaninyoa vizuri, nikahakikisha nanukia vizuri, kisha nikaelekea sehemu ambapo tukio hilo litatokea. Nilipa mgahawa mdogo tu ambao hauna wateja wengi lakini una mazingira mazuri sana. Nilieleza ninachotaka kufanya, wakaniambia kiasi cha kulipa na wakanieleza watashughulika na mapambo. Kwa siku ya leo mimi sikuhitaji mtu yote zaidi ya Pamela. Nilijihami ili hata kama akinikataa kusiwe na watu wa kushuhudia. Pia nikamlipa mpiga picha, najua Pamela atataka sana kuwa na kumbukumbu ya hii siku. Nilipoingia kwenye ule mgahawa, walikuwa wamemwaga maua chini, mishumaa na mbele wameweka lile bango la Will you marry me? Kwa bajeti yangu ndogo naweza kusema wamefanya kuliko matarajio yangu. Sasa kilichobakia ni kumsubiri Pamela. Naamini shemeji yangu hatoniangusha. Nilipomwona Pamela akiingia, yani kwanza mikono yangu ni kama ilianza kutoa jasho. Moyo ulienda mbio kwa mchanganyiko wa woga na mshangao. Pamela ni alipendeza. Sijawahi kumuona akiwa amependeza hivi. Siamini kama huyu ni mwanamke ambaye nimekuwa naye kwa miaka 3 na sijawahi kuliona hili. Pamela alikuwa na mangaiko hasa alipoona yale maua na mishumaa, lakini dada yake alimtia moyo aingie. Taa zilikuwa zimezimwa, kwa hiyo Pamela hakuweza kuniona kwa haraka. Priska alirudi nje na Pamela yeye akaendelea kutembea taratibu. Taa zilipowashwa na Pamela akaniona, sura yake yani ni kama ilijaa mshangao, alafu macho yake yakajaa machozi. Sasa nilikuwa nimepiga goti moja, nimeshika pete tayari kuongea, lakini maneno hayakutoka. Moyo wangu ulikuwa unaenda mbio kiasi kwamba sikuweza kusema neno lolote. Pamela aliniangalia na kutabasamu, kisha akanipa mkono wake. Akasema ya kwamba I will be your wife Ben. Aliposema hivyo sijui nilipata wapi nguvu ya kuinuka na kumnyanyua huku nikimbusu kama vile tumebaki mimi na yeye tu hapa duniani. Nilisema nakupenda sana Pamela. Naomba unisamehe sana. Imenichukua muda mrefu sana na makosa mengi kufikia haya maamuzi, lakini najua sasa bila wasiwasi wowote kuwa nataka kuishi siku zote za maisha yangu pembeni yako. Hii miezi kadhaa bila wewe imenifundisha kuwa wewe ndio chumvi ya maisha yangu, kwa sababu hayakuwa na ladha ulipoondoka. Nilimwambia maneno taratibu, sasa nikimbusu kila baada ya maneno machache. Uso wa Pamela ulikuwa umejaa machozi ambayo niliyafuta taratibu. Basi mpiga picha akasema ya kwamba vipi hujamvalisha pete? Alisema hivyo na kututoa kwenye dunia yetu. Nikasema yes, pete inabidi nikuwekea alama, kila mwanaume ajue wewe ni mali yangu. Nilimwambia na kumuona kitabasamu na kufuta machozi yake kwa mkono mmoja. Yule mpiga picha alisogea na kunipatia pete ambayo niliiangusha katika harakati za kumbusu Pamela. Nilipoishika tu ile pete, Pamela alipiga goti mwenyewe. Niliacha tabasamu kubwa na kumvalisha ile pete, kisha nikabusu mkono wake na kumnyanyua na kumkumbatia. Pamela alikuwa analia sana. Pamela alisema kwamba nilishakata tamaa, kaamini mimi na wewe hatujaandikiwa kwa pamoja. Pamela alisema hivyo. Nilimwachia na kumtazama machoni. Nikasema pole sana, tunabanana hadi uzeeni pampam. Hauna pa kwenda. Pamela aliacha tabasamu kubwa na kunikumbatia tena. Akasema, Jam, I miss you. Aliniambia na kunifanya nicheke. Nami huku sasa nikicheka, nikasema ya kwamba sitaki kuamini unalikumbuka hilo jina. Kama unakumbuka pampam, kwa nini sikumbuke la kwako? Lakini jina lako linakupendeza pampam. Hata Jam linakupendeza tena sana yani. Okay, twende mezani basi. Nimewaambia wakuandalie chakula chako pendwa. Nilimwambia sasa nikisogea naye hadi kwenye meza iliyoandaliwa na mishumaa nini. Akasema kwamba Jam, asante sana yani nimejikuta sina maneno ya kusema.
Hauna haja kusema chochote Pampam, unastahili dunia Pampam wangu. Chochote ninachokufanyia basi ujue unastahili zaidi. Nilimwambia hivyo. Chakula chetu kililetwa, tukala sasa tukipiga story kuhusu mwanzo wa mahusiano yetu, ambapo ndio kipindi tulipeana hayo majina ya utani. Baada ya kula tulielekea hotelini ambapo tulikuwa na usiku wa ndoto zangu. Usiku ambao sijui namna ya kuelezea hapa msikilizaji ukanielewa. Labda niliweke hivi, Pamela amekamilika kwenye kila idara. Asubuhi niliamshwa na simu yangu ikiita. Nilipofungua macho Pamela alikuwa kifuani kwangu huku akiwa amelala kama mtoto mchanga asiyejua shida za dunia. Simu yangu iliita tena. Nilipoangalia ilikuwa ni namba mpya. Nilitaka kuipotezea lakini kuna kitu moyoni kilinisukuma tu kupokea ile simu. Basi yule mtu aliniuliza kwamba habari za asubuhi, naongea na Mr. Benjamin Singiri. Niliinuka haraka na sababu ilionekana kabisa ni simu ya pesa. Nikasema ndio ni mimi. Nilisema sasa nikijitahidi kuongea kwa uchangamfu. Basi yule mtu akasema kwamba anapiga simu kutoka bank. Ulituma maombi ya kazi miezi kadhaa iliyopita na kuna nafasi imejitokeza ambayo inahitajika kujazwa haraka. Unadhani unaweza kuja kwenye interview asubuhi hii? Nikasema kwamba ndio naweza kabisa. Ofisi gani nije? Nikaambiwa tunajua tumekushtukiza na leo ni siku ya Jumapili, kwa hiyo interview hii itaanza saa 4 kwenye ofisi yetu ya posta. Ukifika mwambie mlinzi jina lako na umweleze umekuja kwa ajili ya interview. Nikasema sawa, asante sana, nitakuwa hapo. Baada ya kuaga alikata simu. Nilitazama muda na kuona ndio kwanza saa 1 asubuhi. Nilimkumbatia Pamela na kumbusu paji la uso huku nikimwamsha taratibu. Nikamwambia my love, nahitaji kuondoka, nimeitwa kwenye interview bank. Nilimwambia sasa nikianza kushuka kitandani. Nilikuwa na furaha kupitiliza. Pamela akaniuliza Jumapili, nikasema yes, wamesema kuna nafasi imetokea ambayo wanahitaji kuijaza haraka sana, kwa hiyo niende ofisi yao ya posta. Basi Pamela kwa uchovu akasema wasijua kama matapeli. Kama ni matapeli wamejuaje kwamba nimetuma maombi ya kazi? Na ni benki ipi? Kwa hiyo sio matapeli bwana. Basi kabla hajanijibu alishuka kitandani haraka na kwenda chooni ambapo alianza kutapika. Nilishtuka sana. Nikawaza labda kile chakula cha jana kimemletea shida. Nikamwambia Pampam, nini shida? Nimuuliza sasa nikimpiga mgongoni taratibu. Alipoinuka alisukutua na kunawa, kisha akanigeukia akasema kwamba hamna. Vipi nikupeleke hospitali, unajisikiaje? Unajua naweza kusahau kabisa hayo mambo ya interview ili nihakikishe tuko salama. Nilimwambia sasa nikimgusa kuangalia kama na homa. Pamela alicheka akasema kwamba Jamjam, mwache ujinga. Unajua kabisa tunahitaji pesa alafu unataka uache kwenda kwenye interview. Najua umenielewa, sema unanichokoza tu. Acha basi Mata, niambie kama unajisikia vibaya tuende hospitali. Usiwaze Benja. Mimi sina shida yote. Hauna shida yote kivipi wakati umetoka kutapika sasa hivi? Benja, na ujauzito wako. Sina shida nyingine yote. Unajua nibaki nimeganda msikizaji. Just imagine. Jana nimetoka kumvalisha mpenzi wangu pete. Leo napigiwa simu asubuhi nahitajika kwenye interview bank. Sasa hivi naambiwa ana ujauzito wangu. Nikasema Pampam, una uhakika? Niliuliza sasa nikimsogelea taratibu na kugusa tumbo lake ambalo halikuwa na dalili yoyote. Pampam akasema kwamba mimba na miezi 2 sasa baba. Pamela, mbona unataka kuniua kwa raha? Sasa Pamela nitawezaje kufanya interview wakati akili yangu yote itakuwa kwako? Ukumbuke tu ukiboronga hii interview basi hatuna hela na watoto watakufa njaa. Hiyo ni picha mbaya sana umenitengenezea kichwani. Inafaa kabisa kunipa hamasa kutafuta hela, lakini nikirudi nyumbani tuna ugomvi tena mkubwa tu. Jamjam, naomba uoge uvae uondoke. Usije ukachelewa ukaja kunisingizia wakati Pampam wa watu, mimi sina hata shida. Mimi narudi kulala hadi muda wa kutoka ukifika. Pamela alisema hivyo na kisha akajitupa kitandani. Nikamwambia usijitupe hivyo, utamuumiza mtoto. Pamela alicheka tu na kujifunika vizuri kisha akafumba macho yake. Nilipotoka kuoga Pamela alikuwa amepotea usingizi. Nilimbusu kwenye shavu na kumwachia nauli ya kumrudisha nyumbani, kisha nikatoka na kuanza safari ya kuelekea posta. Nikiwa njiani nilimtumia Pamela ujumbe kumweleza namna gani nampenda na namna ninavyotamani kuwa naye siku zote za maisha yangu. Nataka atakapofungua macho aone ujumbe wangu kwanza. Basi njiani nilitafuta sehemu na kutoa nakala zote za vyeti kisha nikaendelea na safari yangu.
Nilipofika nilielekezwa hadi ofisini kupitia mlango wa nyuma. Niliwahi kuliko mabosi zangu. Pale ofisini nilikuta kuna watu wengine kama wawili. Kwa jinsi kila mmoja alikuwa ameshika bahasha, nikajua kabisa hawa ni wenzangu. Wakati wangu ulipofika nikaulizwa maswali mawili tu. Kwanza, kiasi cha pesa ninachotaka kulipwa, na pili, kitu nitakachofanya kama nikipata mteja mkali mwenye jaziba asiye na lugha nzuri. Nilijibu kulingana na uwezo wangu, kisha wakaniambia nikakae nje kusubiri maamuzi yao. Wale watu walijadili kama lisali moja, kisha wakatoka na kumuita mtu wa kwanza. Baada ya muda, huyo jamaa alitoka na sura inayokatisha tamaa. Wa pili kuitwa alikuwa ni mimi. Moyo wangu ulishuka, nikajua kabisa nimeshakosa hii kazi, maana wa mwisho ndio atakuwa mshindi. So nilipokaa kwenye kiti nikaulizwa swali moja tu, unaweza kuanza kazi kesho? Nikasema ndio, hata sasa hivi ni sawa. Nilijibu haraka hata bila kufikiria, jambo liwafanya wacheke. Wakasema kwamba vizuri, karibu kwenye familia ya Mr. Benjamin, naamini nyongeza yako itakuwa na mchango chanya kwenye benki yetu. Waliniambia kwa sasa, akinipatia mkono, nikamwambia kwamba asanteni sana, najua hamtajutia maamuzi yenu. Wakajibu sawa, uko huru kwenda, mikataba na kila kitu tutafanya kesho. Ukitoka muita aliyebaki. Waliniambia hivyo. Sasa nilipotoka nilikuwa natetemeka. Sikuamini kama baada ya miaka yote eti leo kazi imekuja yenyewe. Ama kweli kila jambo na wakati wake. Wanasemaga hapa duniani hakuna mwalimu mzuri duniani kama muda. Yaani muda ukifika, huu ulikuwa ni wakati wangu ese. Wakati nikiendelea kuwaza huku sasa nikitembea taratibu, yule jamaa aliyeingia baada yangu alimpita akiwa na hasira sana. Nadhani hata yeye mwenyewe hajapata kazi. Nilikuwa na furaha iliyopitiliza. Pamela amekubali kuwa mke wangu na ninaenda kuwa baba kwa mara nyingine na nimepata kazi. Ndio maana nimekuja kusimulia simulizi hii msikilizaji hapa. Yaani kwa nini furahi tu bila wewe kujua chanzo cha furaha yangu? Na kwa nini ujue furaha yangu bila kujua mateso niliyopitia? Naomba unisikilize vizuri. Pamela amekubali kuwa mke wangu, ninaenda kuwa baba na kwa mara nyingine nimepata kazi. Kwa mara ya kwanza naona kama maisha yangu yamejipanga yenyewe. Kila kitu kimewekwa mezani kwa ajili yangu. Nilipofika nyumbani nilienda moja kwa moja kumkumbatia Pamela na kumbusu. Nikamwambia kwamba wewe ndio baraka yangu Pamela. Wewe hapo, sijui nitaishi vipi hii dunia bila wewe. Basi Pamela huko akitabasamu akaniuliza, vipi, umepata kazi? Ndio mke wangu. Nimepata kazi ya ndoto zangu. Kila kitu tulichokitamani kwenye maisha tunaenda kukipata Pamela. Kila kitu. Nilimwambia kunikimnyanyua na kumzungusha taratibu ili tusigonge vitu. Nilimwambia kwamba kesho naingia kazini, lakini wewe nakupa kazi moja tu ya kutafuta dalali. Nilimwambia hivyo Pamela na nikamwambia kwamba inabidi tuame pampam. Nilisema hivyo baada ya kumuona ananishangaa tu. Akaniuliza kwamba Beni, sio kwamba unafanya maamuzi kwa haraka jamani? Hapana, nina akiba kidogo inaweza kulipa hata kodi ya miezi 6 kwenye nyumba ya 200,000. Kwa hiyo inabidi tuame hapa. Nataka nikuoe, yani nataka nikuoe afu tuna maisha mazuri kabisa Pamela. Maisha yale ambayo niliyoyatamani siku zote. Nimwambia hivyo. Pamela akajibu kwamba Beni, sidhani kama ni sahihi wewe kwanza kutumia akiba yako kulipa kodi. Kwa nini tusikae hapa mwezi mmoja hadi upokee huo mshahara wako ndipo tuame? Hapa yenyewe kodi ndio inaisha. Tuweza kuhamia kule kwako kwa huu mwezi mmoja wakati tunajiweka vizuri. Tusifanye maamuzi kwa pupa. Pampa, mimi sina shida. Sitaki tu upate shida au mwanangu uko tumboni ateseke. Nilimwambia sasa nikigusa tumbo lake. Pamela alicheka akasema kwamba Beni, mwezi mmoja hautabadilisha kitu. Tupige hatua zetu kwa upole tu na kwa akili. Natamani tukitoka awamu hii ndio tuwe tumetoka. Mimi sitaki tena kurudi kwenye umaskini. Basi nilimkumbatia Pamela na kumpiga busu la paji. Nikamwambia kwamba una hekima sana Pamela. Naona Mungu alitumia muda mrefu sana kukutengeneza wewe kwa ajili yangu. Kwa hiyo nakupenda sana. Hivi nimeshakwambia hilo tangu nimerudi kweli? Haujasema chochote. Basi naomba nisamehe sana. Wacha niseme ya kwamba nakupenda Pampam. Nakupenda leo kuliko nilivyokupenda miaka 4 iliyopita. Wewe umejithibitishia kuwa, yani sijui hata nisemeje, lakini wewe kwangu ni kama mvinyo. Kila mwaka unaongeza thamani. Naamini mama yangu atakupenda sana nikikupeleka mwisho wa mwaka huu. Nimwambia hivyo. Akaniuliza kwamba unanipeleka kwa mama? Nikamwambia ndio, lazima mama aweke baraka zake kabla
sijakufanya mke wangu halali. Nakupenda zaidi ya nilivyokupenda dakika chache zilizopita. Nimwambia hivyo na kumwona akicheka. Pamela akasema nakupenda pia Jamjam wangu. Alisema na kunibusu. Tulikuwa tuna uhuru wetu kwa sababu Pablo bado alikuwa kwa mama yake mkubwa. Tulitumia uhuru wetu vizuri kumrutubisha mtoto wetu ajaye. Baada ya kumaliza, Pamela alijilaza kifuani kwangu na kupotelea usingizini. Nilibaki nikimtazama huyu mwanamke ambaye amekuwa chanzo cha huzuni yangu na furaha yangu. Kama isingekuwa yeye, mimi nisingewahi kukutana na wakina Tambwe, nisingewahi kumfahamu Briana, inawezekana maisha yetu yangebaki vile vile. Lakini yeye kutoka kidogo tu nje ya mstari kulipelekea mzunguko wa maisha yetu kubadilika kabisa. Wote tukafanya makosa ambayo yametutesa sana, lakini hiki kipindi chote ni kama kimenifundisha maana ya kupenda. Kimenifundisha kuwa ukipenda basi hautaona aibu kusema na kuonesha kwa vitendo. Kupatana kwangu na Pamela kumekuwa chanzo cha furaha kubwa sana maishani mwangu. Sisi tumekuwa na bahati kwamba makosa yetu yamepelekea matokeo mazuri. Natamani kila mtu afanikiwe kukutana na Pamela wake. Kila mtu afanikiwe kukutana na Benja wake. Mtu atakayemfundisha maana ya upendo. Mtu atakayekuwa chanzo cha baraka na mafanikio yake. Mtu atakayempenda katika nyakati zote za maisha yake. Kama pampamu wangu alivyowahi kuniambia siku moja kwamba kupata na kukosa tumeandikiwa. Omba upate mtu wa kukuelewa katika nyakati zote hizo. Kwa hiyo Pamela aligeuka kwa usingizini aliponiona na aliacha tabasamu kubwa sana. Akasema Jamjam, nakupenda baba. Alivyosema hivyo alinifanya nicheke. Nikasema nakupenda zaidi Pampam. Msikilizaji, mpaka hapa sijajua kama ndugu yangu naona Benja wako, sijajua kama una Pampam wako, sijajua, lakini tuendelee kuamini kwenye muda. Umesikia? Muda ndio kila kitu kwenye haya maisha. Tuendelee kumwomba Mungu na yale mazuri yote ambayo tumepangiwa sisi yasitupite hivi hivi. Mimi nafurahi sana tumeanza wote na mpaka hivi sasa tumemaliza simulizi ya Benja wote. Nikwambie tu, stories zinazoendelea kutoka hapa Lumba Simulizi zote ni kwa ajili yako, si kwa kukuburudisha tu, bali kuna jambo zuri na la msingi utajifunza ama utalipata kwa kusikiliza simulizi yote. Msikilizaji, dada yetu Chuchu hana baya, tumshukuru sana kwa niaba yake jamani, na niseme tu ya kwamba Mungu atujalie afya njema na kwa mapenzi yake na neema yake atukutanishe tena hapa Lumba Simulizi kwenye simulizi mpya. Niseme tu God be with you till malizia kwenye comment. Bye bye.